neno lake Bwana. Kwa hiyo mahali ulipo, ninakaribisha katika jina lake Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba uko mzima mahali ulipo, na kwamba unazidi kumtumainia Bwana, nikiwa nakukumbusha kwamba Mungu aliyekutunza na kukulinda mpaka masaa haya anakupenda sana. Mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo mema, mipango ambayo Mungu ako nayo juu ya maisha yako, mipango mema sana. Ndio maana ungali unaishi siku ya leo. Kwa hivyo una kila sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza na kuendelea pia kumwamini kwa kila jambo, ili ya kwamba aweze kutimiza mpango wake mwema katika maisha yako. Nami nakuletea neno lake Bwana, ambalo kwa hilo tunaweza kufahamu ni yapi ambayo yanafaa ili tuweze kuyashika na ni yapi yasiyofaa ili tuweze kuyaacha, ndiposa tuweze kuona msaada wake Mungu duniani, mwisho wake tupate uzima wa milele. Kwa hiyo nakaribisha, naomba muda wako mchache tu jioni ya leo kwa ajili ya sauti hiyo, na zaidi sana moyo wako ni kwa ajili ya neno lake Bwana, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Lakini kabla ya mambo yote, ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi, kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo. Sio kawaida kuishi, kuamka asubuhi na kukaa masaa haya yote na kufika jioni kama leo. Inagharimu mkono wake Baba, inagharimu nguvu zake Mungu. Ni mambo mengi sana ambayo yametendeka tangia asubuhi. Wengine wamepatikana katika hali mbaya, hata wengine wakaondoka duniani. Kwa hivyo unapoona bado unaishi jioni ya leo, usione kama ni kawaida. Inagharimu mkono wake Bwana. Kwa hivyo ni vizuri kumshukuru Mungu na pia kuendelea kujiweka mikononi mwake, maana pia hatujui mbele kuna nini, lakini Mungu ndiye anaona kila kitu. Kwa hivyo ni vizuri kujiweka mbele zake Bwana ili aendelee kutuhifadhi siku ya leo, ikaishi vyema kwa amani na kwa baraka kwa jina lake Yesu Kristo. Unaweza shinda vizuri na shetani akakuingilia jioni kama leo, ukakuta siku imeisha na kisirani. Kwa hiyo ni vizuri kumwomba Mungu ili aendelee kutuhifadhi. Zaburi 143 mstari wake wa 9 hadi mstari wa 10, alafu tuko tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalms 143 verse number 9 and 10. E Bwana, uniponye na adui zangu, nimekukimbilia wewe, unifiche. Unifundishe kuyatenda mapenzi yako, maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze katika njia iliyo sawa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uishiye milele, ndiye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Pokea sifa Jehova kwa sababu ya upendo wako juu ya maisha yetu. Asante kutuhifadhi tangia asubuhi mpaka masaa haya Bwana. Asante kwa pumzi ya uhai na nguvu za mwili. Asante kwa kibali cha kuishi masaa kama haya Jehova. Uinuliwe na utukuzwe, uabudiwe na uheshimiwe, kwa maana hapana mwingine aliye kama wewe. Asante kulinda mahali hapa Jehova. Asante kulinda wakubwa kwa wadogo. Asante kwa amani na utulivu. Asante kwa mpango wako mwema na mawazo yako mema juu ya maisha yetu Bwana. Sifa zote ni
Jehova, utukufu na heshima zikurudie uketipo kiti chako cha enzi mbinguni. Unastahili, unatosha na unaweza Bwana. Nami nakuadhimisha mahali hapa jioni ya leo. Ninakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, na kando na wewe hapana Bwana mwingine. Ndipo ninaomba Bwana Yesu kazidi kutawala mahali hapa, ukamiliki maeneo haya jioni ya leo. Siku hii Bwana ikaishe kwa amani na kwa baraka, ukazuia mambo yote mabaya sehemu hii Jehova. Ukalinde kila mmoja alisikia sauti hii Bwana, siku yake ikaishe vyema kwa utukufu wa jina lako Yesu. Ukinyosha mkono wako Bwana, wagonjwa ukawaponya, wadhaifu ukawatie nguvu, walio chini Bwana ukawainue, na waliokusudia mabaya Yesu kasimame kwa niaba yao, ukawageuzia haya na mabaya, kwa maana nguvu sina wewe. Yale sisi hatuoni Bwana unaona, yale hatujui Jehova unajua, yale hatusikii Bwana unasikia. Ndio maana tunakuita jioni ya leo katawala, jitukuze mahali hapa Jehova, jidhihirishe mtakatifu, ukisambaratisha mipango ya waganga na wachawi, washirikina, Illuminati, ndevyoshwa, mamlaka yote ya kishetani na chochote kimefichwa Bwana cha kuleta mabaya, tunakemea kipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Damu yako Yesu ikatakase maeneo haya, damu yako ikanene mema mahali hapa, damu yako Yesu ikamaliza mamlaka ya shetani na kudhibitisha mapenzi yako maeneo haya Bwana, na sifa na utukufu zitakurudia Jehova. Tenda kwa maana unaweza Bwana, kila hitaji liko mbele zako Bwana, unaweza. Kazidi kujitukuza kwa maisha ya kila mmoja. Yale makosa yanazuia msaada wako Bwana, utusamehe, ututakase na utusafishe, na pia Bwana utubadilishe, ukatufundishe kuyafanya mapenzi yako, maana mamlaka na nguvu zina wewe Bwana. Unapoenda kusikiliza neno lako jioni ya leo, ninaomba Bwana ukanitumia kama chombo, nikanene yapasayo na yastahilia kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako, naomba Bwana likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme. Kila roho ya kuzuia Injili, mamlaka ya wapinga Kristo, miinuko yote ya giza kinyume na neno la Bwana, ninaiapisha ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Kila silaha itakayorushwa kinyume na neno la Bwana, ninakanusha na kurejesha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tawala, onekana, jitukuza Jehova, jidhihirisha Bwana Yesu, kusudi lako jema likatimie mahali hapa Bwana, na sifa na utukufu zitakurudia Jehova. Kile hujapanga kikapate kurudia mwenyewe, na mpango wako mwema, mawazo yako mema Bwana Yesu yakatimie, na sifa zote zitakurudia Bwana. Tumeamini ya kwamba pamoja nasi na unaenda kutenda mema jioni ya leo. Umeinuliwa na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo. Mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Bwana Yesu akubariki sana unayevumilia sauti hizo, na kutende mema kwa jina la Yesu. Huwa tunaomba Mungu kwa sababu tunamjua kwamba yeye ni mwaminifu. Pia huwa tunaomba kwa sababu ipo siku tuliomba na akasikia na akatenda. Ndio maana huwa tunamwomba Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kuzungumza na Mungu, kwa sababu hakuna mwingine ambaye anaweza kutusaidia isipokuwa Mungu aliyetuumba. Hakuna mwingine awezaye kututetea isipokuwa yule Mungu aliyetupa uhai. Ni hasara sana kuongea na watu na uongeagi na Mungu. Unapiga stori na watu waka uongo, lakini Mungu ambaye anakusaidianga wewe uongeagi na yeye, ni hasara kabisa. Ni vizuri kupenda pia unakumbuka kuongea na Mungu ambaye ndiye ako na suluhisho la kila kitu. Na kuna watu wanasemanga hawajui kuomba. Yaani wewe unajua kuongea na hujui kuomba. Ni sawa,
Tembea hospitalini utawakuta wanaomba na hakuna mtu amewafundisha kuomba. Endelea kusema ujuaji kuomba, yatakukuta makubwa, hautafundishwa kuomba, utaomba tu. Ni vizuri mpendwa, unapoongea na watu unakumbuka pia kuongea na Mungu, maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo, na yeye ndiye suluhisho, ndiye mkombozi, ndiye mtetezi, na yeye ndiye kila kitu, na kando na yeye hapana mwingine anaweza kukusaidia. Kwa hiyo ni vizuri kuzungumza na Bwana. Maandiko yanasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni na mlango utafunguliwa, na kitafuta mtaona. Hivyo kama wewe ufanyi kumwomba Mungu, utapataje mbele? Wale waliofanikiwa, waliongea na Mungu, waliopata ushindi, they talk to God, walikuwa na nafasi ya kuzungumza na Mungu. Bidii yako usipoomba ni kazi bure. Popote unapoenda usipojifunza kuongea na Mungu ni kazi bure, sababu dunia hii kuna mambo mpendwa hauyawezi, unahitaji Mungu, na Mungu hawezi kukusaidia ukiwa umenyamaza. Atakusaidia ukiwa unamwita, ukiwa unaongea na yeye, pia atakusaidia. Hiyo wale muombaji, ukitaka mambo yako yaende sawa, muombaje Mungu. Ukiona kama maombi hayana umuhimu, endelea kaa hivyo. Utakuwa unapanga ukikaribia kusherehekea, shetani anakupiga, unarudi tena zero. Tena unajituma sana, unafanya bidii sana, ukikaribia ushindi hivi, anasema ndipo kuna amani. Uharibifu na wajia ghafla, na ndio wanarudi zero. Kuongea na Mungu ndio uweze kuwa na ulinzi na ushindi. Kwa jina la Yesu. Ndio ongea na Mungu asikie, lazima ukubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Ukimkataa Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, hata ukiongea na Mungu baada hawezi kusaidia. Yohana 14:6 anasema, Yesu anasema mimi ndiye njia, kweli na uzima. Hakuna mtu atakayemwona Baba pasipo mimi. Kwa hivyo ndio uweze kuongea na Mungu asikie na kutendea, lazima mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Kwa hivyo wale ambao mjamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, ndio kwamba uko upande mbaya sana, kwa sababu hata mbinguni hujulikana. Mtu hata ambaye hajamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, mbinguni hajulikani. Ni kama mtoto aliyezaliwa na akatoroka nyumbani. Sasa mzazi hajui alipo. Ndivyo walivyo watu ambao wameumbwa na Mungu na wamekataa Yesu, hawajakubali wokovu, wamemkataa Kristo Yesu, basi mbinguni hawatambulikani. Alikuja kwa walio wake walimkataa, lakini watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Huko miongoni mwa waliomkataa ama waliompokea, huko pande gani? Wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Mathayo 8 Yesu anasema chakula ni cha watoto, si cha mbwa. Huko miongoni mwa watoto au miongoni mwa mbwa? Chakula ni cha watoto. Na watoto ni akina nani? Anasema wale waliompokea Kristo ndio watoto. Kwa hivyo waliomkataa wako pande ile ya mbwa. Kwa hivyo chakula cha watoto. Kubali Yesu, simeni kwa ubaya, nakwambia the reality. Give your life to Jesus. Maisha bila Yesu ni bure. Uenavyo duniani bila Yesu ni bure, kwa sababu shetani huwezi kummaliza na pesa. Ugonjwa hauwezi kuzuia na mshahara. Unaweza kuwa na mshahara na pepo likaingia likakumaliza. Farao alikuwa na kila kitu, lakini malaika wa kifo alipita kwa nyumba ya Farao na akawacha kilio. Lakini Waisraeli waliokubali kupaka damu kwa mima ya milango yao, maandiko yanasema walilala usiku kwa amani, hakukusikika kilio kwa nyumba ya Israeli. Lakini kwa Wamisri saa 6 ya usiku ulisikika kilio. Mkubali Yesu mpendwa awe Bwana na Mwokozi wako.
Kwa moyo mtu anaamini anahesabiwa haki, kwa kinywa mtu anakiri anapata wokovu. Kama hujafanya hivyo, kwa upande mbaya sana, kwa sababu hata Mungu hakujui, hakutambui. Anayempenda Baba anampenda mpaka Mwana, na yule aliyemkataa Mwana amemkataa mpaka Baba. Sasa kama wewe hujamkubali Yesu, hata Mungu humjui, maana Yesu anasema mimi niko ndani ya Baba, Baba yuko ndani yangu. Kwa hivyo kama hujamkubali Yesu, hata Mungu mwenyewe humjui, kwa maana bila Yesu huyo Mungu hayupo, kwa maana yuko ndani ya Baba na yeye Yesu yuko na yeye Baba yuko ndani yake. Kwa hivyo ukisema mimi naamini Mungu yuko na hujaokoka, hata huyo Mungu mwenyewe humjui ni nani, hata umwelewe. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mwaminie Mwana na uzima wa milele. Asiyemwamini Mwana ghadhabu ya Mungu inamkalia. Na kusihi kwa jina la Yesu Kristo, mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Hapo ndipo kuna ushindi katika maisha ya sasa na maisha yale yajayo. Nje ya hayo ni dhiki, taabu, shida, ghadhabu mpaka jehanamu ya moto. Nje ya wokovu ni dhiki na taabu, bandika bandua mpaka jehanamu. Ukitengeneza huku, shetani anapita huku, pia Mungu anapita huku. Yaani mtu amekataa wokovu anapigwa na Mungu na shetani. Maana shetani si rafiki yako, ni adui yako. Sasa ukimkataa Yesu unapigwa na shetani, pia Mungu anakupiga. Sasa utaokolewa wapi? Utasaidikaje? Njoo kwa Yesu mpendwa. Maana anasema hata sasa anaita watu wamrudie. Na ukisikia sauti ya Bwana, Bwana anasema usifanye moyo kwa Mungu. Na usiseme kuna siku moja nitaokoka. Siku ya kuokoka ni leo. Masaa yaliyokubalika ni sasa. Usema kuna siku moja nitakuja kuokoka, utajikuta jehanamu. Kwa maana hakuna siku shetani atakuruhusu mkubali Yesu. Sasa ni wewe, maana anasema unajikana, unamkubali Kristo, ndiposa uwe upande ule wa ushindi mpaka uzima wa milele. Na kama umeokoka, usimame imara, uonyeshe kwa matendo kwamba Yesu yuko ndani. Yesu anasema watu wawaishi taa wakaweka chini ya kiango. Wanawasha taa wanaweka juu ya kiango ili mulikie watu wote. Kama umemkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, basi onyesha kwa matendo kwamba Yesu yuko ndani. Usiseme umeokoka na tabia ni zile zile tu za kidunia. Tutasema shamba ni la mahindi kwa sababu tunaona mahindi yamemea. Hatuwezi kusema kama hapa ni shamba la mahindi, tutakuwa wazimu. Kwa hivyo ukisema umeokoka na tabia ni zile zile tu, hakuna mabadiliko, haukuokoka na wana mbinguni bado kujulikana. Kwa hivyo kama ulimkubali Yesu, onyesha kwa matendo kwamba Yesu yuko ndani. Wokovu sio roho, wokovu ni matendo ya mtu. Sema wokovu ni roho, ni lugha ya watu waliochanganyikiwa, wasiojielewa. Wokovu sio roho, wokovu ni matendo yatokanayo na mapenzi. Kwa wote wanaonisikiliza, ni maisha baada ya maisha haya. Dunia hii tunaishi, lakini tunapita. Maandiko yanasema tumepewa miaka 70. Tukijaliwa sana 80, wako na ngapi? Na kizazi cha leo hata 50 sioni kama wanafika. Kienda moja mnakuta wamekufa below 40 kwa sababu ya kumkataa Mungu. Sasa mpendwa, kuna maisha baada ya maisha haya, na maisha baada ya maisha haya ni ya milele. Haya tuko nayo ni maisha ya muda mchache, lakini kuna maisha baada ya maisha haya, na maisha baada ya maisha haya ni ya umilele. Mpendwa, wewe ni spend eternity. Kama lenge kwa ndio siku ile ya hukumu, wewe ungeenda wapi? Kuna umilele wa furaha na kuna umilele wa mateso katika ziwa la moto, wakala milele na funza wafi. Wewe mpendwa, kama lenge kuwa siku ya hukumu, ungeenda wapi? There is life after this life. Where will you spend your eternity?
Maana anasema nichunguze njia zetu na tusijaribu na tumrudie Mungu tena. Tuchunguze njia zetu. Hizo njia wewe unapitia, unaona kama unaelekea jehanamu au mbinguni. Hayo matendo yako, unaona kama utapata nafasi kwa ufalme wa Mungu, ama utakuwa miongoni mwa wale wataambiwa ondokeni siwajui na watupe katika ziwa la moto wa milele. Yesu anasema kutakuwa na kulia na kusaga meno. Chunguza njia zako mpendwa. Na kuna mambo unajua ni mabaya na unaendelea kufanya, na unajua kabisa hili ni kosa, hata roho yako inakuhukumu kwamba hili ni kosa na unaendelea kufanya, ni sawa. Utatamani sana siku zirudi nyuma ubadilike, utashinda. Ni heri kubadilika leo. Tuchunguze njia zetu wapendwa, na tusipime zile njia kama zinafaa mbinguni, na tuachane na ule uovu, tushikamane na yale yanayompendeza Mungu, ili tuwe miongoni mwa maelfu watakaoingia katika ufalme wa Mungu, mahali hakuna machozi, hakuna kilio, hakuna usiku, hakuna taabu, ni furaha ya milele. Maskani ya Mungu yatakuwa pamoja na maskani ya wanadamu. Usikubali mwili wako kuzuie kwenda mbinguni, maana mwili kuna siku utaenda hapo mapua imeangalia. Mwili kuanzia wangu wako na wa rais na wa kila mtu, kuna siku watachimba 6 kwa 3, mwili ufunikwe. Kwa hiyo usikubali mwili wako kuzuia kwenda mbinguni, maana mwili unarudi hapa matopembe, unakanyaga sana, utakuja kuchimbiwa hapo, mwili ufunikwe. Roho yako itaenda wapi? Usikubali tamaa ya macho ya kuzuia kwenda mbinguni, kwa sababu vile ulionavyo ulivikuta na utaviacha duniani. Na haya macho vile yanaonanga vitu yanavitamani, kuna siku macho, usisahau ulizaliwa uoni na kuna siku utakuwa uoni. Roho yako itakuwa wapi siku hiyo? Usiruhusu tamaa ya macho ikusababisha ukatae wokovu uende jehanamu. Usikubali mpendwa. Uonavyo usisahau ni vya kupita. Kwa hiyo visichukue nafasi ya Mungu maishani mwako. Uonavyo ujue utaviacha, hata kama unavyo, kuna siku ya kuondoka na utaviacha vyote. Ni sana Yesu anauliza watu, will profit a man to gain the whole world and lose his soul? Tamfaili ni mwanadamu. Unasema tusiliangalie vinavyoonekana, kwa kuwa vinavyoonekana ni vya muda tu, ni vya muda mpendwa. Raha za dunia ni za muda, urembo ni wa muda, uzinzi na ulevi na vitu hivyo vyote, takataka hizo zote za muda tu. Mwisho wake kuna hukumu inakuja mpendwa, utakuwa mgeni wana. Wakati mwingine fikiri unavyotenda na unavyoenenda. Usiruhusu kiburi cha uzima kufanya ukose wokovu, kwa sababu uzima tulionao tumepewa kama zawadi, na mwenye zawadi ataikujia siku moja. Na akikujia, hata kama daktari watakuzingira wa Dubai, daktari wa South Africa, daktari wa India, Mungu kama atakuwa amekujia uhai wake, utaenda. Hata kama tutakuwa tumekuchangia milioni 5 na kwenda India, kama Mungu atakuwa amekujia uhai wako, kika utaenda. Kwa hiyo kiburi cha uzima kisifanye ukataa Yesu. Unapokuwa mzima unatembea unaongea kama mimi, unakula chapati na mandono na unasikia inasiagika masaa fulani na chooni, usisahau kumkubali Yesu. Maana sio kila siku kutaenda hivyo. Kuna siku Mungu mwenye uhai, mwenye uzima atapiga kengele mbinguni, aseme niitieni fulani hukumuni, malaika atatumwa uite hukumuni, na hakuna mtu atazuia. Rafiki yako hatazuia. Hata kama utakuwa umeweka pesa kwenye akaunti na umeambiwa pini yako, siri yako, hiyo haitazuia usiende. Siku yako ikifika utaenda. Swali kama utaenda wapi? Ni heri kupenda urekebishe njia yako na matendo yako, ujifunze kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu, ujifunze kufanya yale ambayo yanamfurahisha Mungu.
Kwa kila ufanyalo usisahau ya kwamba you will be accountable. Kuna siku utatoa hesabu mzee. Kuna siku kijana utatoa hesabu. Kuna siku mama utatoa hesabu. Utatoa hesabu yako. Utapeana hesabu ya matendo yako. Mungu atakuuliza, nilikupa miaka 50 ulifanyaje? Ulipita pale na elimu kihubiriwa ulifanyaje? You will be accountable one day. Na hiyo ndio siku watu wengi watatamani warudi duniani, kama vile tajiri alitamani hata maji ya kidole azuie ulimi wake usiendelee kuchomeka, lakini nafasi hiyo haikupatikana. Nafasi hiyo ilikosekana. Chunguza njia yako, mtu wa Mungu. Pima ile njia unapitia. Angalia matendo yako. Kujiuliza kama hivi ulivyo, kengele ya mbinguni ikipigwa utaenda kweli? Ama utakuwa miongoni mwa wale watatupwa jehanamu? Ni vizuri kufikiria, mtu wa Mungu. Na maandiko anasema mlango wa wokovu ungali uko wazi. Yesu anasema anabisha. Mtu akisikia sauti ya kufungua mlango ataingia kwake, atakaa naye na atakula naye pamoja naye. Na yule ashindaye atapewa nafasi ya uzima mpaka wa milele. Kwa hiyo mpendwa, chunguza njia zako. Zipime njia zako. Kuna siku ya hukumu inakuja mbele yako. Utatoa hesabu gani? Ni hesabu gani utapeana kwenye kiti cha hukumu? Marafiki wanaweza kudanganya, lakini hukumuni hatutakuwa na marafiki. Hukumuni utakuwa peke yako. Utahukumiwa peke yako. Maandiko yanasema imetupasa kila mmoja wetu kusimama mbele ya kiti cha hukumu na kutoa hesabu yake mwenyewe. Warumi 14, niweze kufunga ili niingie katika somo la leo. Warumi 14 mstari wa 11. Anasema kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele zangu. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Na hivyo ndivyo kila mtu atatoa hesabu yake mwenyewe mbele za Mungu. Unafuata marafiki, lakini kuna siku utakuwa peke yako. Unafuata company, lakini kuna siku utakuwa peke yako. Utatoa hesabu wewe peke yako. Hiyo ni vizuri kuwa mwangalifu na yale mambo ambayo unafanya. Unajiuliza hatima yake ni nini? Mwisho wa haya mambo nitapata uzima wa milele kweli, au nitatupwa jehanamu ya moto? Maana Mungu anakuambia kuna siku kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Halafu hapo ndipo everybody will give his own account before the judgment seat. Hautasema ni mzazi wangu alinifanya nikuwe mlevi, ni mke wangu alifanya niamue sasa kuwa mkora, au ni mume wangu alisababisha niingie kwa uzinzi. Hautasema hivyo. Hiyo siku mpendwa, watenda dhambi wote wataingia shimo la moto wakawa milele, maana funza hawafi, na watenda haki wote wataingia katika uzima wa milele. New heavens and new earth where peace dwells forever. Fanya hima mpendwa. Kama hujafanya marekebisho, fanya marekebisho haraka kabla siku zifike useme ningetamani kuokoka, nafasi ikosekana. Maandiko inasema Esau alilia machozi siku moja, lakini nafasi ya kutubu alikosa. Lakini alifika mahala akasikia kweli nimepoteza, kumbe nimechukua njia mbaya, na akalia machozi sana Esau. But there was no room for repentance. Tumia muda wako vizuri kijana. Tumia muda wako vizuri mzee. Tumia muda wako vizuri mama. Usije ukajikuta mahala ukasema niko tayari kuokoka na mlango wa neema ukafunga. Usije ukajikuta mahala ukasema niko tayari kumkubali Yesu na mlango wa neema ukafungwa.
Esau alilia machozi, lakini Maria asema nafasi ya toba ilikosekana. Room for repentance was not there. Angalia sana mpendwa, wokovu unaosahau leo inawezekana mbele yako utautamani. Ingine tunayokuhubiria unasikia kama ni kelele, inawezekana kuna mahala utaitamani mtu wa Mungu. Maria asema kutakuja siku watu watakuwa na njaa na kiu ya neno la Mungu. Siku leo unaweza kusikia neno useme umezoea. Si muda mrefu utafika mahala utatamani nafasi ipatikane ya wokovu, lakini itakosekana. Tumia muda wako vizuri mpendwa. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Na yale mabaya unajua ni mabaya, wacha kufanya. Yale maovu unajua ni maovu, achana nayo. Kuna mambo watu wanaelewa kabisa hayafai na wanaendelea tu. Wanangojea kuharibika ndio waambie Mungu tuko tayari sasa. Usifikirie wewe ni wa kwanza. Alikuwa na Waisraeli jangwani, walikuwa wakifanya mambo yao, kukiharibika wanaambia Mungu tuko tayari. Lakini siku ilifika Mungu akabatupa, akaambia Musa wote watakufia jangwani, wote walitoka Misri. Akamwambia they will die in the wilderness, na walikufia jangwani. Hata kama walilia machozi, Mungu hakukubali. Tumia muda wako vizuri mpendwa. Rekebisha nia yako, rekebisha matendo yako, usifuate marafiki, lakini usikilize hata wewe mwenyewe. Hata saa hii usikilize. Kuna mambo unafanya unajua ni makosa, unasikia kabisa ndani yako hapana, ni kosa hili. Utabadilika lini mpendwa? Utawacha dhambi lini mzee? Kijana, utawacha lini maovu? Utawacha lini maovu? Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na the pleasure of sin, Musa anasema it is just for a moment. It is not permanent. The pleasure of sin. Mtu anasemaga nakula mali yangu, si muda mrefu utamkuta amelazwa hospitalini, maini imechomeka, amewekewa raibena hapo na watermelon, lakini mkono, Mungu anamwambia mkono jaribu kuguza uone. Ananyosha mkono ni kama chakula iko Amerika na iko hapo kwa stool. Anajaribu kuinua mkono wapi au fiki. Lakini wakati alikuwa na nguvu alikuwa anasema nakula mali yangu. Sifa yangu. My life, my style. Kama na haribu yangu. Sio muda mrefu wasema hivi watajikuta mahala ambao watamwambia Mungu, sasa tumekujua wewe ni Mungu, nipe ruhusa sasa nitakutumikia. Lakini Mungu atamwambia too late. Tumia muda wako vizuri mpendwa. Hata sasa Mungu anakuita utoke ndani ya uovu, utoke ndani ya dhambi, uashiria matendo maovu, umrudie Mungu wako aliyekuumba. Na anasema if you confess your sin, he is faithful to cleanse you and wash you from all unrighteousness. Na zaidi sana anasema ukikubali na kutii, hata mema ya nchi utayakula. Bwana Yesu akusaidie sana unayenisikiliza, akujalia kibali na neema. Unayasikia mpendo ya tafakari. Kuna Mungu aliyekuumba, tafakari unaonekanaje mbele zake? Proverbs 15:3 Biblia inasema kwamba macho ya Bwana yako kila mahali. Kwa kila mahali. Unaweza kujificha mke wako, lakini Mungu huwezi kujificha. Unaweza kujificha mume wako, lakini Mungu huwezi kujificha. Unaweza kujificha bosi wako, lakini Mungu huwezi kujificha. Unaweza kujificha rafiki yako ukafanya mambo yako, lakini Mungu huwezi kujificha. Macho ya Bwana yako kila mahali, yakichunguza mtu mwema na mtu mbaya. Jioni ya leo wewe unaonekana pande gani? Unanisikiliza? Mungu akihesabu watu wema, anakuhesabu upande gani? Unahesabika miongoni mwa watu wema au watu wabaya? Macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mtu mwema na mtu mbaya. Wewe Mungu akikuangalia saa hii anakuhesabu pande gani? Kule umetoka kufanya nini?
Kuna watu wamebeba vitu kwa mifuko, kwa bagi zao. Hivi umebeba wewe, Mungu anakuhesabu pande gani? Ile vitu umebeba, Mungu anakuhesabu pande gani? Pande ya mtu mwema au mtu mbaya? Jifikirie mtu wenu na ufanye hima ubadilike, maana Mungu anakupenda sana. Anasema wote ni wapendao na wakemeana kwenu. Basi utie bidii ukatubu. Unaposikia neno la Mungu, ni Mungu anakupenda, ndio anasababisha unasikia sauti. Sauti ya kukuonyesha unafaa kurudia Mungu. Sauti ya kukuchokora ili utambue makosa yako wapi, urekebishe. Ishara hiyo ni Mungu anakupenda. Anakuambia sasa, tia bidii ukatubu. Ukisikia unakubali na tubu. Na ukitubu ndio kuna furaha. Saa nyakati za kuburudisha zinarudi maishani wakati tunatubu. Kwa hiyo ukisikia neno la Mungu, usilikatae. Ukubali. Na hapo ndipo ushindi utaonekana katika maisha yako. Mwenye masikio na asikie hayo. Katika somo letu la siku ya leo, baadhi ya mambo ambayo huwa yanachangia mateso kwa maisha ya wanadamu. Baadhi ya mambo ambayo huwa yanachangia mateso katika maisha ya wanadamu. Kama unisikiliza kwa makini, sikia maneno ya Mungu, na unaposikia jichunguze. Ukiona mahali ambapo wewe ni mhusika, unatubu na kurudia Mungu na kujitahadharisha kwamba usirudie maovu tena. Napoanza neno hili, Methali 19 mstari wake ni 20. Sikiliza mashauri, upokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Sikiliza mashauri na usikilize mafundisho, uyapokee mafundisho, upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Msikilizaji mpendwa, sikiliza mashauri yatokayo kwa neno la Bwana na mafundisho yatokanao na Mungu aliyekuumba. Na ukiyasikia usiyakatae, pokea. Na ukiyapokea, basi utakuwa na hekima siku zako za baadaye. Na hekima ndiyo inasaidia. Hekima ndiyo inaleta baraka. Hekima ndiyo inaleta mema. Hekima ndiyo inaleta amani. Sio hekima ya dunia, ni ile hekima imetokana na kujua maneno ya Mungu, kwamba neno la Mungu limekataza hili na achana nalo. Neno la Mungu limekubali hili na wewe ulikubali. Hapo ndipo sasa umekuwa na hekima. Hapo ndipo sasa mema itaweza kuonekana katika maisha yako, kwa jina la Yesu. Sasa basi, baadhi ya mambo ambayo au baadhi ya tabia ambazo huwa zinaleta mateso katika maisha ya mwanadamu, huwa zinaleta vilio katika maisha ya mwanadamu. Ili unawezekana unateseka au mambo yako hayako sawa, kumbe na wewe kuna mambo umeshiriki, kuna matendo ambayo umeshiriki yasiyofaa, kumbe kuna tabia ambazo umeshiriki zisizofaa, kumbe kuna mambo ambayo umeshiriki yasiyofaa. Ndio maana neno la Mungu limeandikwa ili tusikie, tupate hekima, ndio na sisi tuweze kuwa upande ule wa ushindi. Kitabu cha Hosea 4, kitabu kile cha Hosea 4, sikiliza neno hili juu ya baadhi ya mambo ambayo yanaleta mateso katika maisha ya binadamu, ili kama wewe ni mhusika uweze kuyaacha mara moja, ama uweze kuzingatia kwa haraka. Hosea 4 mstari wa kwanza, lisikie neno la Bwana enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana anashutuma nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala
ufadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, kuruka mipaka na kumwaga damu mfululizo. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtu akae ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa porini na ndege wa angani na samaki wa baharini pia wataangamizwa. Mungu ametaja mambo ambaye amemaliza na kusema kwa ajili ya hayo kunaingia maombolezo na maangamizi. Maombolezo yanaingia maisha na maangamizi kwa sababu ya vipengele fulani Mungu amevitaja katika Hosea 4. Kwanza anapotazama dunia anaona kabisa dunia iko panda hiyo hiyo ya kushiriki mambo ambayo yanachangia maombolezo na maangamizi. Ndio akamwambia Hosea, niko na mateto, niko na shutuma na wanaokaa katika nchi. Kwa nini? Anasema kitu cha kwanza, hapana kweli. Mungu anapotazama anasema hapana kweli. When the truth is lacking, that is where problems arise, sufferings arise, and destruction is always active. Mahali kumekosekana kweli, na kuna kweli mara mbili. Kuna kweli na kweli yako. Asante Yesu. Kuna kweli ya Mungu na kuna kweli ya mwanadamu. Vitu hivi viwili vikikosekana, hapo ndipo maombolezo yanaingia maishani, na hapo ndipo maangamizi yanaingia maishani. Wakati kweli imekosekana, na dunia tunaishi, watu wengi namba 1 hawapendi kweli ya Mungu. Namba 2, watu wengi hawawezi kusema kweli walionayo, lakini watu wanataka maombolezo yaisha maishani. Watu wanataka maangamizi yawaondokee, angalau wakae kwa furaha na waone maendeleo katika maisha yao. Lakini kweli ya Mungu wengi huwa hawaitaki, na pia kweli yao wenyewe watu wengi wako tayari kuifunua kweli waliobeba. Sasa wakati kweli inakosekana, Mungu anasema basi huwa kunaingia maombolezo na uharibifu katika maisha ya mwanadamu. Kweli inakosekana. Kweli ya Mungu tunaipata wapi? Kweli ya Mungu tunaipata wapi? Kitabu cha Yohana 8 nakwambia kuna kweli mara mbili. Kuna kweli ya Mungu na kuna kweli ya mwanadamu. Kitabu cha Yohana 8 mstari wa 31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtafahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ya Mungu tunaipata katika neno. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, mkikaa katika neno langu mtafahamu kweli, na ile kweli itawaweka huru. Lakini asilimia kubwa ya wanadamu hawataki kweli ya neno la Mungu. Watu wengi hawataki kweli ya Biblia, hawataki. Na kweli ya Biblia ni wakati unaonyeshwa yale mambo Mungu hapendezwi nayo. Hiyo ndio kweli ya Biblia. The truth about God is when you are shown what God dislikes, or what God hates, or what God calls sin. Na hiyo ndio kitu watu wengi huwa hawataki. Hata Mafarisayo walisumbuana na Yesu kwa sababu Yesu alikuwa ana point dhambi zao, anawaonyesha kweli ya Mungu kwamba hili Mungu hakulitaka,
hili Mungu hakulikubali, na hilo ilifanya Yesu na Mafarisayo wakakosa. Na hivyo ndivyo hata duniani leo hivyo. Watu wengi ukianza kuwaelezea kweli ya Biblia kwamba mwenendo huu Mungu alikataza, tabia hii Mungu alikataza, mavazi haya Mungu alikataa, mambo kama haya Mungu alikataa, watu wengi hawawezi kubali. Lakini watu wengi wa leo wanataka uongo uliobandikwa jina la Mungu, kwamba naona mchawi wa kweli anakufunga, naona kuna madhabahu inakufuata, kuna roho inakufuata, kwa jina la Yesu inakuachilia leo. Lakini mambo kama haya kwa Biblia hayamo. Hakuna mtu kuanzia Ufunuo, Genesis to Revelation alikuwa na shida na akaambiwa kuna roho ya ukoo inakufuata, kwa hiyo tunahitaji tuivunje. Hakuna mtu kwa Biblia. Thank you Jesus. Hakuna mtu ambaye kwa Biblia alikuwa anahitaji na akaambiwa kuna roho ya kweli inakufuata, unahitaji tuivunje ndio ukasaidike. Lakini watu wengi waliokuwa na matatizo, kile ambacho waliambiwa, asilimia kubwa walieleza kwamba ni dhambi, ni makosa yao. Kwa hiyo walikuwa wanaitwa watubu dhambi, waachane na yale makosa, waweze kushika mapenzi ya Mungu, ndio wakaona msaada. Lakini mwanadamu wa leo, kwanza watu wengi wamejiekelea hao ndio Ayubu. Kila mwanadamu akiteseka anasema hata Ayubu alipitia mengi, na hata wewe Ayubu humjui. Lakini kila mtu akipitia shida anasema yeye ni Ayubu, kwamba hata Ayubu alipitia, kwa hivyo hata yeye anapitia kama Ayubu. Kwa hiyo watu hawataki kweli ya Mungu, na Mungu anasema kwa sababu kweli inapotea, ndio maana maombolezo yanajaa maisha, ndio maana maangamizi yanajaa maisha, kwa sababu kweli imeondolewa. Kweli haionekani tena. Mtu wa Mungu ndiye nisikiliza, ukitaka mema mpendwa, ukitaka ushindi, lazima ukubali kweli ya neno la Mungu. Lazima ukubali kweli ya neno la Mungu, upende kurekebishwa, upende kuonywa makosa yako. Usitake mhubiri asiye kuambia kosa lako, na ukimwona mhubiri asiye kuambia kosa lako, hakutumwa na Mungu, ametumwa na tumbo yake mwenyewe. Ukimwona asiye kueleza kosa lako, hakutumwa na Mungu, ametumwa na tumbo yake mwenyewe. Ndio maana hata kuambia kosa lako atakutajia ya wachawi na waganga na washirikina na vifungo vya kwenyu, alafu mwisho wa siku akwambie simamisha mbele. Kwa maana huyu sio Mungu alimtuma, ni tumbo yake kamtuma. Kwa hiyo na wewe ukitaka maombolezo yaondoke maishani, ukitaka ya kwamba uweze kuona uharibifu ukiondoka maishani mwako, kwanza unahitaji kweli. You need the truth. Unahitaji kweli, kweli ya neno la Mungu. Yes. Na Yesu anasema tukikaa katika neno lake tutajua kweli. Amen. Na ile kweli itatuweka. Amen. Lakini anapoongea na Hosea anamwambia watu wanateseka kwa sababu wamekataa kweli. Amen. Kweli imepotea. Ndio. Watu wengi hawataki kweli. Amen. Wakihubiriwa kweli wanasema wanahukumiwa. Yes. Wakiambiwa kweli wanasema ni kuhukumiwa na hukumiwa. Amen.
Na kwa sababu hiyo ndio maana mateso yanajaa duniani. Amen. Ndio maana vilio vinajaa duniani. Amen. Wakati unakataa kweli ya Biblia, ndio wewe ujua kwamba maombolezo yatajaa maishani mwako. Amen. Ujua kwamba uharibifu, maanake utakuwa unafanya kitu unakuta hakifanikiwi. Sikiliza watu walioenda kanisani, wengi wanasema pasa nikifanya mambo haifaulu. Yes. Nikifungua kazi ifaulu. Ndio. Uharibifu. Kweli. Ni kwa sababu they don't want the truth. Amen. Watu hawataki kweli. Ndio. Wanataka maneno ya danganyayo. Yes. Maneno ya danganyayo. Ndio. Hawataki maneno ya kweli. Amen. Hawataki mhubiri anayewarekebisha. Yes. Wanataka mhubiri ambaye anawatia moyo. Yes. Leo wanaitwa motivational speakers. Amen. They want people who can motivate them. Amen. Lakini mpendwa msikilizaji, Mungu hawezi kukusaidia kwa sababu umeteseka sana. Amen. Anakusaidia kwa sababu pamoja na kuteseka kwako umekosa lawama. Amen. Umekosa mawaa. Yes. Haukugusana na dhambi. Ndio. You are blameless. Amen. Ndiye Mungu sasa atasimama na wewe. Lakini kama mtu ameshiriki maovu, hata kama anateseka, hawezi kusaidiwa na Mungu. Kwa hiyo wakati ambapo kweli inakosekana, watu wanateseka. Amen. Watu wanahangaika. Amen. Kwa sababu kweli inakosekana. Lakini Yesu anasema mkijua kweli itawaweka huru. Leo tunaambiwa tutoe pesa fulani tuombolewe. Simamisha dhabihu uweke huru. Familia yako iweke huru. Ndoa yako iweke huru. Lakini Yesu anasema tukikaa kwa neno lake tutajua kweli na ile kweli itatuweka huru. Amen. Lakini anamwambia Hosea, maombolezo na uharibifu unaingia kwa sababu number one, there is no truth. Ndio. Kweli imekosekana. Amen. Kweli haipatikani. Ukiangalia watu wanaohubiri leo hawahubiri mwanadamu awache dhambi. Amen. Hawamwambii mwanadamu hili ni kosa na hili ni kosa. Yes. Leo ni kwa mwanadamu usijali, Mungu anakujua. Mungu tu atakupigania, atakutetea. Alafu mwisho unasikia simamisha dhabihu. Toa dhabihu fulani. Uongo. Ndio watu wengi wameekelewa na wanataka kuona ushindi. Haiwezekani mpendwa. Wakati kweli inakosekana ni maombolezo yatajaa. Ndio. Wakati kweli inakosekana ni uharibifu utajaa. Kweli. Kwa hiyo unahitaji kutafuta kweli. Yes. Kweli unaipata katika neno la Mungu. Amen. Wewe unajisomea neno la Mungu mara ngapi? Amen. Unanunua simu, umeweka Facebook, kila takataka zote, lakini Biblia ni 2.1 MB. Hata ingine ni 1.5 MB. Na hiyo ndio download. Na Facebook imepita 50 MB. Amen. Na umedownload. Na unataka kuona Mungu. Huyo Mungu anapitia wapi? Amen. Atapitia wapi? Ya kusaidia. Wewe unaona hata wewe ungekuwa Mungu, hata wewe ungebariki mtu kama wewe. Kama wewe ndio ungekuwa ndiye Mungu, ungebariki mtu anakaa kama wewe. Amen. Simu imejaa kila kitu mpaka inasema story jirani, lakini Biblia hakuna. Amen. Mwingine alikuwa amedownload, aliposikia story jirani, Biblia ndiyo alitoa. Snapchat aliachana nayo. Amen. Alafu watarajia kuna ushindi utauona. Na njia ya ushindi ni neno, na hilo neno ndio wewe unakaa mbali nalo. Unaliweka huko. Wengine hata nyumbani kuna Biblia usomangi. Yes. Umeachia panya wamekula. Ni kweli. Lakini Mungu anataka akusaidie. Yes. Na amekwambia kile kinaleta mateso ni watu wanakosa kweli. Na kweli unaipata wapi? Unaipata kwa neno. Na wewe neno la Mungu uko mbali nalo. Wengine wanaenda kanisani, wakishatoa sadaka, mmoja kanisa mengi unatoa unapasa achukua sadaka kwanza, maana unajua mtaenda. Achukua sadaka kwanza ndio uhubiri. Maana unajua mtaenda. Siende na pesa. Sasa kuna watu wakishatoa sadaka, mlango wanauona wanaenda wakienda. Hawakusikia hata neno la Mungu. Na Mungu anasema kanisani kitu cha muhimu kanisani si kutoa. Kanisani kitu cha muhimu ni neno. Soma Mhubiri 5 mstari wa kwanza. Kanisani kitu cha muhimu sio matoleo. Kanisani cha muhimu sana ni neno, kusikia, sio kutoa. Lakini watu wengi wanaingianga watoe na watoke. Wengine ni wale wanaenda kanisani siku ya harambee. Na anakuja hiyo masaa mchango apeane yake naende.
lakini neno la Mungu hana nafasi na hiyo. Na neno la Mungu ndio limejaa kweli itakayo kutolea maombolezo na uharibifu maishani. Lakini wewe hilo neno hauna. Anasemaje kitabu cha Mhubiri 5? Mhubiri 5 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema. Ndio. Mhubiri 5 kuanzia 1. Yes. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani mwako. Tunza mguu wako uendapo nyumbani mwa Bwana. Mungu anakuambia utunze mguu wako unapoenda katika nyumba ya Bwana. Utunze mguu. Maanisha usiingie tu kila nyumba ukisema ni ya Mungu. Kwanza tunza mguu wako. Amen. Tunza mguu wako. Unafaa kujua unaingia wapi. Sio kila nyumba imeandikwa kanisa ni kanisa. Kwa hiyo nawaambia kwanza kitu cha kwanza tunza mguu wako unapoingia katika nyumba ya Bwana. Alafu amesemaje? Mhubiri 5 mstari wa kwanza. Inaendelea inasema. Ndio. Mhubiri 5 kuanzia 1. Ndio. Jitunze mguu wako uendapo nyumbani mwa Bwana. Tunza mguu wako uendapo nyumbani mwa Bwana. Maana ni heri kukaribia ili usikie. Ni heri kukaribia ili usikie. Kuliko kutoa kafara ya wapumbavu. Kuliko kutoa sadaka za wapumbavu. Ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Ambao hawajui hata they are not concerned about their character. Kama ile kanisa unaenda hawahubiri matendo yako. Kanisa afadhali ukae nyumbani. Amen. Afadhali ukae nyumbani maana unaharibu muda. Mungu anasema heri kuingia kusikia. Kuliko kutoa sacrifice ya wapumbavu. Amen. Ambao hawakujua habari ya matendo yao. Habari ya matendo yao hawajui. Watu ambao hawakujua matendo yao hawashughuliki na matendo yao. Amen. Lakini wao wanaenda kanisani tu watoke. Mungu anasema ni heri kuingia kusikia. Amen. Wengine wanaenda kanisani lakini ukiuliza pastor alihubiri nini hata hajui. Ni kweli. Kanisa zingine kile kimejaa ni kuangushana kanisani. Ndio. Pastor alihubiri 20 minutes kuanzia saa 7 mpaka saa 10 ni kuangusha wanawake. Kweli. Kusema ni daily balance. Biblia iko hapa. Unaonyesha hata mstari mmoja Yesu aliangusha watu ndio kuwakomboa. Kama kanisa ni kweli bila Jumapili ni kuanguka tu, afadhali ukae nyumbani. Amen. Na unakuta mle anaanguka tu ni ule tu. Kwani hiyo pepo haitokani? Amen. Ni hiyo tu anaanguka kila Sunday. Huyo tu mama ndiye anaanguka. Kwani hiyo shetani hatoki? Amen. Kama sio vitimbi kanisani. Mtu wa Mungu kweli ikikosekana maombolezo yanajaa maisha. Amen. Kweli ikikosekana uharibifu unajaa maisha. Ndio watu wanafanya mambo hayafaulu. Kwa sababu hawana kweli. Hawana kweli. Amen. Na wala hawataki kweli. Amen. Kila kitu cha muhimu sana kanisani ni neno. Neno la Mungu. Unakuja kwingine ni kudansi masaa 3, injili za 20. Afadhali ukae nyumbani. Kama kweli mna dansi masaa 3 pasa na kupiga. Hakuna kitu nafanya. Na haribu muda. Tafuta mahali ambapo neno la Mungu ndio limewekelewa masaa mengi. Kuliko vitu vingine vyote. Amen. Maana katika neno ndio utajua kweli. Kweli itakuweka huru. Amen. Hadi katika neno ndio utajua kuomba. Amen. Yohana 15 mstari wa 9 Yesu anasema na maneno yangu yakae ndani yenu na mimi nikae ndani yenu alafu mtaomba. Amen. Kwa hivyo katika kunena ndio tutajua kuomba. Amen. Lakini leo tumetoa vinanda. Ndio. Tena tumetengeneza kama vile Daudi. Lakini nyimbo hata Mungu anasema nyimbo za upuzi. Amen. Chini kwa chini, cheza Kimasai, ruka dae. Hata kawaida. Zunguka. Nyimbo za upuzi. Kweli. Sasa watu wamevaa kama makahaba wako inani.
sasa ni katika viuno tu. Ni kweli. Masaa matatu. Lakini Daudi alicheza mavazi karuka. Biblia iko hapa. Uniletea mstari. Unasema hivi. Si hapa kuna Wakristo. Kwanza wengine viongozi wa kuimba. Amen. Hey, sasa jipange ni masaa ya kusifu Yesu, usimwone Yesu haya. Daudi alicheza mavazi karuka. Leta mstari. Wacha uongo wako. Amen. Leta huo mstari hata mimi ni usome, hata mimi nicheze ya ruke. Nionyeshe ni nani alienda kani wakacheza mpaka mavazi karuka. Hakuna. Mtu wa Mungu. Amen. Kweli ikikosekana watu wanaingia maombolezo. Amen. Hakuna mahali wanaona kwa furaha. Kile unakifanya kinaharibika kwa sababu they lack the truth. Amen. Na Mungu hawezi kusimama na watu ambao hawataki kweli. Ndio maana mwambie Hosea nina mashutumu na wanaokaa duniani. Kwa sababu number one, they are lacking truth. Yes. Hawana kweli. Sasa utaonaje ushindi kama wewe hutaki kweli? Unaweza unasema naingilia makanisa. Mimi ninahubiri ukweli. Amen. Unaona kweli watu watakanta. Ukileta kweli wanasema anaingilia. Anahukumu. Mwambie ubiri Yesu. Yesu tunamhubirije? Bila kusema ukweli mahali ulipo na uongo mahali ulipo. Amen. Mtu wa Mungu. Yes. Tafuta kweli. Amen. Kwanza kweli ya Mungu, tafuta hiyo. Yes. Ujue ni nini Mungu hataki. Amen. Ni tabia gani Mungu apende? Yes. Ni tabia gani Mungu anapenda? Ndio. Ushikamane na zile tabia Mungu anapenda. Ndio. Na zile tabia asipendi wachana nazo. Amen. Na neno la Mungu ni neno la Mungu. Yes. Kama limekataa, basi Mungu amekataa. Amen. Usisikilize pasta wako ambaye anadai watu maandiko atetee kosa lako. Usimsikilize. Kama neno la Mungu limesema hii ni kosa, ni kosa mpendwa. Amen. Na si kosa kwa waliokuweko, ni kosa kwa vizazi vyote. Amen. Si wengine wanasema ile ilikuwa wakati wa Musa, ile ilikuwa wakati wa Paulo. Mungu ni yule jana. Mungu alibadilika na neno lake ni jipya kila siku. Amen. Usiseme ati kanisani kwetu wanahubiri hivyo. Pasta wetu wasemangi ni kosa. Pasta wako asiposema ni kosa, Biblia imesema ni kosa, unahitaji kuacha hilo kosa ndio utakuwa uko ndani ya kweli. Na kweli itakuweka huru. Amen. Hata shetani hatumshindi wa kusema tunamkanyaga. Hatumshindi wa kusema fire, fire, sema fire, sema fire. Umesikia wale wa fire na mwisho lazima sitaki. Kweli. Baada ya kusema fire. Lakini maandiko yanasema tunamshinda kwa neno. Yes. Yesu akamwambia imeandikwa, shetani akatoroka. Imeandikwa. Kaenda kabisa. Kweli. Alienda. Amen. Mapepo walimkimbia Yesu maana Yesu ndiye neno. Ndio. Aliwashinda. Lakini leo mpaka pasa amekunjiwa ngumi na pepo. Nasikia pasa anasema ondoka sasa tupigane na pepo. Yaani pasa wako ni vitimbi. Comedians. Anatafuta viewers katika TikTok. Ndio. Alipo mshahara. Unajua siku hizi mtandao unalipa. Sasa hata wachungaji wanafanyanga tu vitu ya uchekesho ukora ndio is trend haraka walipwe. Kila mtu amekuwa businessman. Amen. Hata mahubiri wanafanyanga tu vitu wanaenda kanisani ndio trend alipwe na TikTok na YouTube na Facebook. Na watu wanaendelea na dhambi. Na mbinguni Mungu anahuzunika. Amen. Usikae na basa comedian. Amen. Mungu sio comedian. Yes. God is a serious God. Amen. What he says is what he means. Ndio. Kama basa wako ni comedian, mwambie surrender. Achague njia moja. You cannot serve two masters. You can't. Achague moja. Amen. Awache kukuchanganya na kupeleka jehanamu. Yes. Unahitaji mahali kuna seriousness. Yes. Upewe neno la Mungu liko na kweli yote. Ujue kweli ya Mungu. Amen. Ndio unapoishi utaishi na ukweli. Ndio. Na kwa sababu unaishi na ukweli utakuwa huru. Yes. Ile kweli itakuweka huru. Amen. Lakini kukikosekana kweli watu wanakuwa wafungwa. Wanakuwa watumwa. Sasa mema kuyaona ni vigumu. Ushindi kuona ni vigumu. Mbona usiona ni vigumu? Tafuta kweli mpendwa. Amen. Na usiende kanisani kudance. Hizi wamepaka watoto wa Sunday school space hawasomeshwi.
ni kuyapewa wimbo wa Rose Muhando wa dance mpaka ingine wa Diamond. Watafuta style kwa wimbo wa Diamond. Your Sunday watatumbuiza watu. Kanisa limeharibika, kweli limeondoka. Amen. Zamani tulienda Sunday school tufunzwe neno. Leo wanaenda Sunday school kufunzwa kucheza. Practice. Kudance. Tapulizeni Jumapili. Amen. Kweli imepotea. Ndio. Na kwa sababu hiyo ndio maombolezo yamejaa maisha. Amen. Ndio vilio vimejaa maisha. Yes. Unahitaji kweli mpendwa. Ndio utakaa karibu na Mungu wako. Amen. Na utakuwa huru. Na ile kweli ndio itakuweka huru. Lakini Mungu anamwambia Hosea, kile kinafanya dunia inalia na maombolezo ni kwa sababu kitu ya kwanza hakuna kweli. Amen. Kweli imepotea. Na leo ukijaribu kuleta kweli wanakuona mbaya. Ukijaribu kuwaletea wanadamu kweli wanakuona wewe mbaya sana. Wanataka mtu anawaambia mambo yanayowapendeza. Mambo yanayowafurahisha. Paulo anamwambia Timotheo, usimzamishe watu watakataa ukweli. Amen. Hebu sema Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa pili 4 mstari wake ni wa kwanza. Asante Yesu. Anasema sikuzamisha watu watakataa kweli na watakuwa na masikio ya utafiti. Sasa nichunguzie nani ananiroga. Nichunguzie kwetu, nichunguzie mume wangu, nichunguzie masikio ya utafiti. Amen. Hawataki ukweli wa kuambili ni kosa, wacha ile dhambi, wacha uone Mungu bila hata kuombewa. Ndio kuchunguziwa ni nani amefunga boma yenu. Sasa utaonaje Mungu? Na vitu kama hivyo kwa Biblia hamna. Hakuna nabii aliyetumwa achunguzie watu ni nani anawaroga. Hakuna. Biblia mzima kila nabii aliyetumwa alitumwa kusema kweli la Mungu. To differentiate between sin and holiness. Ndio mtu awache dhambi asimame kwa utakatifu, aone Mungu wake. Neno linasemaje? Timotheo wa pili 4 kuanzia 1. Ndio. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo. Paulo anamwambia Timotheo kuagiza mbele ya Mungu na mbele ya Kristo. Atakaye wahukumu walio hai na waliokufa. Atakaye hukumu walio hai na waliokufa. Wakufunuliwa kwake. Wakufunuliwa kwake. Na kwa ufalme wake. Na kwa ufalme wake. Lihubiri neno. Lihubiri neno. Hata mimi hapa nahubiri neno. Uwe tayari. Uwe tayari. Wakati ukufao na wakati ukufao na wakati usiokufao. Karibia. Anasema karibia. Kemea. Kemea. Na kuonya. Na uonye. Kwa uvumilivu wote. Kanisa ni kama hakuna kukaribiwa na kukemewa na kuonywa. Hiyo si kanisa. Amen. Unajua ngaraji ni ngaraji kwa sababu unasikia kwa ndani gari inapigwa na kuruka ndio inatoka ikiwa safi. Amen. Kama kanisa ni wewe hakuna kukemea, hakuna kukaribia, hakuna kuonya. Hamna kanisa hapo. Unapoteza mtu. Hapa hamna kweli. Ndio. Na kwa maana hakuna kweli, utakaa tu hapo ukiendelea kutesekea tu hapo. Unahitaji kutafuta mahali kuna neno, na neno linajaa nini? Kukemewa, kukaribiwa na kuonywa. Amen. Ndio uwe mkamilifu. Yes. Uone Mungu. Amen. Bila kupanda mbegu. Ndio. Unajua zamani tulipoenda kanisani zamani hatukwenda kutoa sadaka kama hongo. Ni kweli. Natoa hii Mungu anisimamie kwa ndoa yangu. Natoa hii Mungu anisimamie kwa kazi yangu. Huo ni ushetani tu. Amen. Sadaka ilikuwa ya kutoa kwa shukrani. Yes. Na mshukuru Mungu kwa vile amenisaidia. Yes. Na mheshimu Mungu na vile amenisaidia. Amen. Lakini leo imekuwa ni kama hongo fulani. Toa ubarikiwe. Kweli. Kwa nini unatoa, nani amekupa? Amen. Ndio ukatoa ukabarikiwe. Ni Mungu ametupa. Lugha zimegeuzwa leo kanisani. Ndio. Leo imekuwa hakuna watu hawaleti kushukuru, wanakuja wakiwa kama wanakuja na hongo. Nimeleta hii Mungu asimamie watoto wangu. Ndio. Kwani kabla ulete nani alikuwa anawasimamia? Ni Mungu bado. Nimeleta hii Mungu anilinde kwa maisha yangu. Kabla ulete hiyo uongo, Mungu nani alikuwa anakulinda? Bado ni Mungu miaka hii yote. Kweli imepotea, ndio maana watu wanalia. Ndio. Ndio maana watu wanateseka. Yes. Kwa sababu there is no truth. Na watu wengi hawapendi kurekebishwa. Hawapendi kukemewa, hawapendi kukaribiwa. Ukiingia kanisa wanaonya dhambi unatoroka.
Natafuta mahali kuna comfort zone. Yes. Mahali hata kama una mpango wa kando, basi nakwambia tu waliokoroga mwaka huu hawatakumaliza tena. Wale walikufunga, nataka nikwambie wanakuachilia leo. Walikufunga, usiange waleta. Amen. Ama angekwambia mali wako uende waambie wakuache kufunga. Mtu wa Mungu. Lakini hiyo ndio sasa unasikia watu wamejaa hapo. I receive. Wanapokea hewa, wanapeana pesa. Mwisho wa siku pasa alisema utanunua gari, yeye ndiye anunua gari. Amen. Alikwambia ukitoa sana utanunua gari. Ndio. Mwisho yeye ndiye anunua gari na amenunua shamba. Mtu wa Mungu. Unahitaji kweli. Bwana anamwambia Timotheo, kemea, karipia, onya kwa uvumilivu wote. Kwa nini? Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu wengi watakaoambia yale tu masikio yao yanataka kusikia. Nao watajiepusha wasisikie aliyo kweli. Watajiepusha. Unaona vile mnapita hapa speed kama kuna mahali mnaenda. Nilikuwa nimevaa kanzu ya white na mshipi wa red. Na nimetandika kitambaa hapa. Naona mganga wa kweli. Hawa watu wanaona wanapita mbio, wangekuwa wamesimama wote. Wangeenda. Hata wewe uko mbali ungesongea. Watu watajiepusha wasisikie maneno ya uzima na kuzigeukia hadithi za uongo. Na watageukia hadithi za uongo. Ninaona mchawi wa kwenyu alikufunga vifungo 5. Ninaona mtu anapeleka nguo yako kwa mganga. Ametoa mbuzi na wewe toa mbuzi 2. Ndio hiyo. 14,000 ukombolewe. Hadithi za uongo. Kweli kabisa. Shosho yako alikuwa mganga. Na shosho wako hata umjui. Na Mungu anasema hakuna uhusiano kati ya aliyekufa na aliye hai. Amen. Na unaambia shosho wako alikuwa mganga, kwa hivyo alifunga ngoma yenu. Simamisha dhabihu. Hadithi za uongo. Amen. Lakini ndio watu wanazitaka. Ndio. Wanajitenga na kweli. Yes. Na Mungu anaambia Hosea, wakati kweli imekosekana, mbinguni na mashutumu na watu. Na nikiwa na mashutumu na watu, basi naachilianga maombolezo na maangamizi. Kweli. Kwa sababu mbinguni Mungu hana amani. Amen. Mtu wa Mungu. Ndio. Inawezekana wewe ni mmoja wao. Kweli. Umekataa ukweli. Ndio. Umefuata hadithi za uongo. Amen. Hadithi za uongo. Ndio. Hadithi. Wahubiri wengi ni storytellers. Ni kweli. They don't preach what is written. Yes. They are storytellers. Kweli. Usijue ukiona mguu wako uko na alama wa left ujue umerogwa. Na wengine ni alama za kuiba sukari. Mama akachoma. Na wengine ni partmark. Mwingine walizaliwa naye. Mwingine alikuwa anaiba miwa ya wenyewe akaruka fence. Sengenge ikapita naye. Na pasa nakwambia ukiwa na alama ujue ni umerogwa. Sasa unahitaji kufunguliwa. My God. Hadithi za uongo. Amen. Na unakuta watu wanazipenda, wanazikubali, wanatarajia wataona ushindi. Amen. Hakuna ushindi kama tumekataa ukweli. Ni kweli. Hakuna mwisho wa vilio nje ya ukweli wa Biblia. Hakuna. Mwisho wa kilio ni kujua kweli. Ndio. Na ile kweli inakuweka huru. Yes. Unaondoka ndani ya vilio. Amen. Mwisho wa uharibifu sio kutoa sadaka ya madhabahu. Ndio. Hapana. Mwisho wa uharibifu ni kujua kweli ya Biblia. Na kuachana na uovu. Ndio. Hapo ndio uharibifu unaisha. Kweli. Kwa sababu mnafahamu kweli ukaachana na njia mbaya. Lakini Paulo anasema watu wa siku za mwisho ambao ndio sisi tuko watakuwa wanakataa ukweli. Hata masikio yao yatakuwa hayasikia ukweli. Wanakuwa na masikio ya utafiti. Amen. Masikio ya utafiti. Kutaka kujua ni nani ananiendea. Sasa ni kwa nini kwetu watu waendeleana? Ni kwa nini sijui ni kwa nini? Wengine hata ni tamaa tu. Unasema hauna uwezo na ukiambiwa toa 7,000 unatoa. Kwani umetoa wapi? Wewe ni tamaa mbaya. Amen. Tamaa. Ndio anasema basi mambo yangu yaendi sawa. Alafu basi anamwambia tafuta 3,000. Leta tuvunje madhabahu na anapea 3,000. Kama unasipata 3,000 uvunje madhabahu wewe mtajiri. Acha tamaa. Tosheka. Tamaa ndio nyingi. Amen. Watu wa Mungu. Yes. Tukubali kweli. Amen. Tukae
Yes. Lakini Mungu anasema ana mashutumu na wanaokaa duniani. Amen. Kwa sababu namba 1 there is no truth. Hakuna ukweli. Kweli imepotea. Amen. Na Paulo anamwambia Timotheo, watu watakataa kweli. Yes. Watakuwa na masikio ya utafiti. Watajiwekea walimu makundi. Kweli. Ndio hao maombezi yamejaa huko vijijini. Yamejaa. Yesu hakutuma watu wakae kwa nyumba. Amen. Ukiona mtu amekomboa nyumba amekaa hapo muombezi, mwizi. Muonaji. Wewe mkali wewe. Amen. Yesu alisema go to the world and preach the gospel. Hallelujah. Hakusema komboa nyumba mahali ukaange hapa ati wewe ni muonaji. Ndio. Na muonaji mwenyewe alishinda na ndoa yake. Sasa anakuonea nini? Anakuonea nini? Kama yeye alishinda kuona ndoa yake ikaisha, atakuonea nini? Hawezi. Hata nini atakuonea sasa? Nikukuambukiza. Na yeye alikuwa ndani ya ndoa na shetani akapita nayo. Na yeye hakuona. Lakini yeye anakuambia ni muonaji, atakuonea ndoa yako. Amen. Wewe ni uongo. Kweli. Lakini kwa sababu watu hawapendi kweli, wanatangataa kwa hizo vinyume vya maombezi. Mara kwa Sinai, mara huko umeenda Kayaba kwa muonaji, muombezi, nabii, unazunguka tu kwa vinyumba ya watu ambao wanakuambia yale masikio yako inapenda kusikia. Amen. Lakini ukisikia mahali kunafanya dhambi, hapo unakimbia. Amen. Lakini mahali unaambiwa ni mganga alikufunga, ni laana ukoo, kuna roho inakufuata, ni nyota yako imeibiwa, simamisha mbegu. Yes. Hapo sasa unakaa vizuri. Amen. Mpaka unakopa upeane. Kweli. Nyota ifunguliwe. Ndio. Kumbe Mungu alikuwa anasema haya maombolezo. Yes. Na hii uharibifu. Ndio sababu Kristo. Hakuna kweli. Kweli imepotea. Amen. Tunahitaji kweli wapendwa. Amen. Na usikatae kusikia ukweli wa Biblia. Yes. Na ukweli ni kumaanisha ni inahusu nini? Kukemewa, kukaribiwa na kuonywa. Amen. Hiyo ndio ukweli. Ndio. Lakini ndio watu wengi hawataki. Mwanadamu leo hataki kukosolewa. Hataki kukemewa dhambi. Ndio. Mpaka leo wanasema vijana wako na peer pressure. Vijana wako na peer pressure. Ndio unakuta makanisani wamekaa kama dunia. Ndio. Mcheza kinanda anakaa kama mtu wakati huo. Mcheza kinanda. Hakuna tofauti. Ameweka nywele kama suspect. Ndio. Mpaka rangi. Amen. Meno ni ya chuma. Anavaa mabling bling. Hapo huko na ndio mcheza kinanda. Ndio mcheza gitaa. Amen. Tena kwa madhabahu ya Mungu. Ushetani huo. Kweli kabisa. Na pasa anasema come as you are. Amen. You don't come as you are and remain like you are. If you come as you are, you must be converted. You must change. Lakini inakuwaje kijana amekaa kanisani mwaka mzima? Yes. Na bado wako hivyo tu kama dunia. Imagine. Ati tunaweka hivyo ndio tunakutia vijana. Hakuna kukutia vijana. Hakuna kuwatesa vijana. Amen. Kijana kama kanisa ambao unakemewa. Amen. Unaoiwa dhambi. Yohana akiandikia vijana nawaambia msipende dunia. Amen. Hakusema ati vijana muwabembeleze. Alisema vijana msipende dunia. Amen. Wala mambo yaliyo duniani. Wala mkipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yenu. Amen. Hallelujah. Huwezi kumpenda Mungu. Ukipenda dunia kumpenda baba hakuko ndani yako. Amen. Usikae kanisa kijana ambao wanafuga wanakulelea kwa dhambi. Kaa kanisani hata Daudi amesema Psalms 119. Psalms 119 verse number 9. Amen. Kwa kanisa ambayo kijana wanakubembeleza. Ndio. Wanakuachilia tu dhambi wakikwambia ati Yesu tu atakusaidia. Yesu tu atakusaidia. Wanakaa hivyo ndio tuwavutie kanisani. Mtu wa Mungu. Amen. Samaki mkunja angali mbichi. Hallelujah. Kisha kauka huwezi mkunja. Huwezi. Sikiliza kijana, Mungu anasema wewe utakuwaje sawa? Unakubembeleza ama nikufanyiwa nini? Amen. Ufunga na nywele kanisani kama certificate. Hakuna. Mpaka vijana wao wametoboa masikio. Mwana huyo mzima anacheza kinanda ametoboa masikio kanisani. Tena ameweka makufuri hapo. Ndiye mwimbaji. Ndiye anacheza kinanda kanisani. Praise. Ndio sasa ndio praise leader. Hata tunawaweka hivyo ndio wavutie wengine. Dunia. Hiyo ndio maana maombolezo yamejaa. Kweli. Uharibifu umejaa kwa sababu watu wamekataa kweli. Mungu akiangalia naona there is no truth. Amen. Wale kile kimejaa ni deception. Amen. Ni uongo tu. Ndio. Daudi anasema kijana atasabihiaje njia yake? Zaburi ya 119 mstari wa 9. Ndio. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Jinsi gani kijana aisafishe njia yake?
kwa kutii akilifuata neno lako. Akilifuata neno la Mungu. Amen. Kijana atasafisha njia kwa kutii akifuata neno la Mungu. Amen. Na wewe kijana wa kanisa ambaye hawakuhubiriani neno, wanakuambia kama asiwali. Ndio. Ati Mungu anaangalia moyo. Amen. Mungu anaangalia moyo sana. Anaangalia kila mahali. Kila kitu. Kila mahali mpendo. Amen. Wacha kudanganywa. Ndio. Wacha kupotezwa. Yes. Ndio shetani anaingianga tu, anachukua kijana kutoka kanisani anamweka duniani. Ni kweli. Na anaenda hivyo, na alikuwa kanisani na anapotea duniani kabisa. Amen. Kama kina Uliporo. Yes. Na kina Mbati. Wakapotea tu. Watu waliokuwa kanisani kwa madhabahu leo wanafanya kwa madhabahu ya shetani. Ni kweli. Wakivaa nguo za wanawake na wale wanaume. Amen. Kwa sababu walikalishwa kanisani wakiambiwa vijana tunawachukua hivyo tu. Tusiwapeleke mbio. Tuwaelewe vijana. Kwa Mungu hakuna kuelewa. Amen. Kwa Mungu ni kukemewa, ni kuoiwa na kukaribiwa. Amen. Mungu anasema kijana ndiye njia iwe safi, anahitaji neno. Amen. Neno limejaa kukemewa. Yes. Kufundishwa. Amen. Na kuambia makosa yako. Hebu soma kitabu cha Timotheo 3:16. Amesema kijana, njia itakuwa safi kwa neno. Hebu tusikie hilo neno litakuwa linakuambia nini? Amen. Linakuambia naona kwenye kuna madhabahu. Naona utaenda ng'ambo. Hilo neno ambalo Mungu anasema litasababisha njia zako. Hilo neno linakuambia nini? Litakuwa linakueleza nini? Hiyo njia siwe safi. Yes. Anasemaje neno la Bwana? Timotheo 2:3-16. Ndio. Neno la Mungu linasema. Yes. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Ati amesema katika Zaburi 119:9, kijana atasafishaje njia yake? Yes. Anasema ni kwa neno. Na Paulo anatupambanulia katika Timotheo 2:3-16. Anasema neno linakuja kufundisha. Amen. Na linaambia watu makosa yao. Kweli. Kama wewe unaenda kanisani na wakwambia makosa yako, basi mkono huyo. Mkono. Kweli. Mungu kabisa. Na ikiwezekana anatumikia tumbo. Amen. Hana haja na ufalme. Hata wewe hana haja na wewe. Ndio. Ni tumbo yake. Kweli. Ndio maana akikuona nakosa hawezi kuambia. Anasema vijana tuwabembeleze. Kweli. Na maandiko anasema vijana wanastahili kuambiwa neno. Yes. Na kumbe hilo neno linastahili kuwa la kuwafundisha. Ndio. Alafu kuambia makosa yao. Amen. Na kuwaongoza. Yes. Kuwaelekeza ili wakamilike. Ndio. Wawe watenda mema. Amen. Ndio sasa watakuwa nje ya maombolezo. Kweli. Na nje ya uharibifu. Amen. Lakini wewe maneno kama hayo huyataki. Ndio. Wataka maneno yapendezayo. Maneno laini. Soma Warumi 16:19. Amen. Maneno watu wafundishwe, wakemewe, waonywe. Sikiliza Paulo anasema wahubiri waleo wanafanya kazi gani? Mateso tulionao mpendwa ni kwa sababu cha kwanza kweli ya Mungu hatutaki. Na haipo. Lakini kile kipo, sikiliza Paulo anasema 16:19 Warumi 16:19. Ndio. Inasema, yes. Maana utii wenu umewafikia watu wote. Hebu anzia mstari wa 16. 16 inasema. Ndio. Wacha tuanze 17. 17. Inasema. Ndio. Ndugu zangu. Na wasii. Waangalieni wale wafanyao vitina. Kumbe kuna wahubiri wanafanya vitina. Na mambo shosho yako ndio alikufunga. Huyo ni mtu wa vitina. Anataka mkosa. Jirani yako ndio mbaya. Huyo mtu wa vitina. Yes. Biblia ni alisha mbali hata mmoja. Hakuna. Mtu aliendea nabii akamwambia fulani ndiye anakoroga. Hakuna. Nikuacha tangu utaacha. Wewe ni mtu aliendea nabii aliambiwa jamani. Hili ni kosa, wacha. Ndio uone Mungu. Yes. Lakini leo ni vitina. Ndio. Baada ya watu wafundishwe, waambiwe ukweli, waonye dhambi zao, leo ni vitina. Mpaka hiyo ndio wewe unafikirianga nichunguzie maisha yangu. Niangalilie nani ananiroga. Wewe pia ni wa vitina. Ndio.
wageni wafanyao vitina na mambo ya kukwaza, unakuta unaambiwa sasa. Ukiambiwa shosho yako alikufunga na ako hai, si umekwazwa? Sasa ukienda ushago shosho yako haikusalamia, unakaa sana, chuki inaingia. Sasa unaanza kuongea vibaya kuhusu anti yako, maana uliambiwa ndiye alikuroga. Amen. Mhubiri wa kweli hata akijua fulani ndiye alikuroga hawezi kukueleza. Amen. Ndio wewe usiwe mwenye dhambi. Ndio. Uwe mtakatifu. Anakulinda. Kila anakuambia, anakueleza vile utasimama kwa njia ya utakatifu. Ndio yule anakuroga asikupate. Amen. Lakini hawezi kuambia tu fulani ndiye alikuroga. Hapana. Kweli. Atakueleza tu kuna njia hii, kuna mambo si mazuri, acha hiki. Acha hiki, simama utakatifu. Mungu atakupigania. Amen. Na yeye mhubiri kwa maana amefunuliwa atakuombea kwa nguvu yake. Yes. Maana yeye amefunuliwa. Amen. Lakini leo hawafunuliwi. Ndio. Ni kuona uganga wa uongo. Wanaona wakibashiri. Tumalize hii ni kuonyesha Mungu anasema wanaona uganga wa uongo. Bashiri. Anasema Paulo, muangalia wale wanafanya vitina na mambo ya kukwaza. Alafu kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Ati wanatumikia matumbo yao wenyewe. Halafu na kwa maneno laini, yani hawa watu hawezi kemea dhambi na ya kujipendekeza, na maneno ya kujipendekeza. Hawezi kuambia wewe acha hili kosa. Waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Wanadanganya simple people. Yes. Mtu akiambiwa tu kwani una uchawi, unasahau hata mahali unakaa kuna uchawi. Hata ukina pasta kuna uchawi. Kwani kuna mahali kuna uchawi? Umejaa kila mahali. Wewe unasahau dunia imeshaagiza dunia nzima. Ukiambiwa tu kwani kuna uchawi umestuka. Sasa unastuka, sasa pasta nifanyeje? Anakuambia tu 2,000. Na pasta kwao kuna uchawi na hajawahi maliza. Kweli. Na anakudanganya atamaliza uchawi wa kweli. Wewe ni muongo tu. Anzia kwao. Angeanzia kwao kwanza ndio akwambia amaliza kwao. Amen. Kama Yesu alikuwa duniani na wako maliza. Ndio. Sasa nakudanganya na uchawi wa kwenu unaisha. Ndio madhabahu. Uongo wake. Shetani alikuwepo tangu shamba la Edeni. Alikuwepo mpaka siku ya mwisho. Mpaka vile atahukumiwa. Siku ya mwisho. Amen. Yatawekwa jehanamu na watu wake. Yes. Na wachai wake na wana wake. Ndio. Lakini Maria anasema kwa maneno laini, ndio ya kupendeza, kujipendekeza, wanadanganya mioyo ya watu watu wanadanganywa, ndio wanafikiria watasaidika, kumbe hakuna kusaidika nje ya ukweli. Hakuna kukombolewa nje ya ukweli. Hakuna mtendo. Hakuna mtu wa Mungu. Yes. Unahitaji kujua ukweli. Yes. Na ukweli uko ndani ya neno. Amen. Na hilo neno ndio linakuletea jioni ya leo. Ndio. Ili na wewe ulijue lisemavyo. Yes. Ndio na wewe ulifuate. Na Mungu mtakutana na yeye. Amen. Hata si lazima kwa madhabahu ya kanisani. Ndio. Hatimaye aliponea barabarani. Amen. Sio madhabahu. Ni kweli. Na wewe na basi hapo ati madhabahu nimeiombea. Kanyanga. Hii madhabahu iko na upako. Mungu. Mbele ya kanisa nyuma ya kanisa ni sehemu. Mbele unainua ndio pasta nionekane vizuri. Wewe acha dhambi. Unainua mbele ndio kama kuna kamera ichukue vizuri. Yes. Hakuna kitu kizuri mbele na nyuma. Ni kweli. Nyumba ni nyumba. Amen. Acha kudanganya. Kile kitakatifu ni mimi. Yes. Na wewe ndio unafaa kuwa mtakatifu. Amen. Lakini si kusema ati madhabahu nimeiombea iko na upako. Kuja kanyake ni 1,000. Inawezekana. Maana Mungu hajaweka upako wako madhabahu. Amen. Inawezekana iko na upako wa shetani. Ni kweli. Maana ya Mungu ikaingia hapo kwa madhabahu. Upako wa Mungu inakaa ndani ya watu. Amen. You will receive power. Amen. When the Holy Spirit comes upon you. Amen. Hakusema ati the altar will receive power. When the Holy Spirit comes, I said you will receive power. Amen. Wewe ndio unabaki nguvu za Mungu. Kwa jina la Yesu. Waacha dhambi na kukaa kwa njia nzuri. Amen. Na ndio waacha dhambi, lazima ukatane na hao watu waongo. Amen. Ambao wana maneno ya kushawishi watu. Ndio. Maneno ya danganyayo. Yes. Hadithi za uongo. Amen. Watu ambao wanakuja kukupitini. Ndio. Watu wewe na fulani. Yes. Wanakuwekea vitina. Hawawezi kuambia makosa yako. Hawawezi kuambia dhambi yako. Wanakuwekea vitina. Na mambo ambayo ni matamu. Motivational speakers. Yani wao ni kwa kumotivate. They can never warn you. Maneno la wanakuambia Yesu alimaliza msalabani. Mtu amevaa vibaya anaambiwa ati wewe tu toa
sadaka, Mungu atakupigania. Huyo Mungu atakupigania, na alikataa, alivua Adamu na Hawa matawi akawavalisha ngozi. Ni Mungu gani atakupigania na umevaa minisketi? Hakuna. Umevaa umevaa nguo mbaya. Mungu gani atakupigania? Hawezi. Na Mungu mwenyewe aliona Adamu na Hawa wako na matawi, akawavua matawi akawavika ngozi. Huyo Mungu ambaye atakusaidia ukiwa na matiti nusu ni mgani? Mimi nashangaa. Kiguo kinakukaba ni kama uko ndani ya baluni. Siliti imeenda mpaka juu. Huyo Mungu atakupiganiaje? Ni Mungu gani huyo? Kama si Mungu unadanganya wewe. Ni kweli. Na Mungu wa kweli aliona Adamu wako na matawi, akavua matawi akachinja mnyama, akamvika ngozi, afunike uchi wake. Amen. Leo uchi umefunguka. Ni kweli. Alafu unaambiwa wewe umesha mbegu. Mungu atakupigania. Maneno matamu matamu. Lakini Paulo anasema wanatumikia tumbo zao. Hata wewe hawana haja na wewe. Hawana haja kabisa. Hawana haja na roho yako. Yesu anasema ni watu wa mshahara. Kazi yao ni mshahara. Na ndio maana kama una pesa huwezi kuombewa. Kanisa sasa kama una pesa huwezi una pasta. Maana pesa ni mtu wa mshahara. Yesu barabarani walimuona watu wote. Kweli. Zakayo alikuwa na pesa alimuona. Bartimayo alikuwa na pesa alimuona. Yaani wenye pesa na wasio na pesa walimuona Yesu. Bwana walikuwa na imani na walikuwa na haja na yeye. Walimuona. Amen. Kama basa wako lazima ubuku appointment umuone. Kora huyo. Kweli. Mtumishi wa tumbo. Yesu alionekana kila mahali. Kwa jina la Yesu. Barabarani, sokoni, kila mahali. Alionekana mpendwa. Kwa jina la Yesu. Mijini na mijini alionekana. Amen. Na wale walikuwa na imani walisaidika. Amen. Na wewe unaangalia sijui utoa 2,000. Yaani kuona pesa hapo ni kama daktari. Imagine. Daktari unajua kumuona lazima ulipe consultation fee. Tena kanisani unalipa consultation fee. Tunashangaa. Ile mmoja tuongee na man of God. Badala ya kutafuta man of God, tafuta God of man. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. Tafuta God of man. In Jesus name. Na kwa kila mahali. Ako everywhere. Hata hapo huko. Ako. Hata kwa nyumba yako. Ako. Msingi uache dhambi. Amen. Wacha na dhambi. Yes. Mungu utamuona everywhere. Utamuona kwa jina la Yesu. Hata kwa utamuona hapo. Amen. Utamuona tu na atasikia. Ndio. Wacha dhambi. Yes. Kubali ukweli. Kubali neno la Mungu likisema hili ni kosa, wewe achana nayo. Amen. Usiangalie ni watu wangapi wanafanya. Wewe sikiliza neno. Nikikwambia ni kosa, wachana nayo. Amen. Ukijisomea Biblia ukiona imekatazwa hiki, wewe wachana nayo. Usitaki kujua kanisani kwenu kunasemekana wewe kama umesikia neno limesema this is sin. Wachana na hiyo dhambi. Na hivyo ndio Mungu utamuita kila mahala. Utamuita barabarani. Hata utahitaji kwenda mlimani siku ya 40. Amen. Cha nini? Hautahitaji mbegu. Mimi huwezi kunikuta mlimani siku 40. Hizo ni siku nafaa kwa nimehubiri Injili. Amen. Za kazi gani? Yes. Kwani nikaua nani? Amen. Huwezi kunikuta. Yes. Kazi yangu ni kuacha dhambi. Amen. Ndio naacha dhambi mimi. Ndio. Mimi naona Mungu. Amen. Wewe unafanya dhambi na moja Januari unaenda mlimani. Unafanya mwovu ukiharibika unaenda mlimani. Ndio. Wacha dhambi. Ndio. Ufunge cha ukweli. Amen. Mimi tumbo naipeleka chakula kila siku. Yes. Lakini si kwa urafi. Amen. Lakini moyo wangu nimefanya total fasting. Amen. Siwezi kuzana na dhambi. Yes. Nimefunga milele yote. Amen. Fasting. Ndio. Wacha kufunga minyoo na unafanya dhambi. Amen. Minyoo pia chakula. Yes. Funga roho yako. Yes. Dhambi isipatikane. Amen. Mungu utamuona kila mahali. Kwa jina la Yesu. Utamuona hata peke yako. Ndio. Hautahitaji kupanga laini ya ni mtu wa 210. Unangojea tu 9 watu waende waone nabii. My God, my God. Ati ndio wewe uone nabii sasa. Yes. Na kuna Mungu anasema come unto me. Yes. All you are heavy and laden, I will give you rest. Dapa muziko. Amen. Tena ya bure. Kweli. Bure kabisa. Kwa Yesu. Hebu soma Isaya 55 mstari wa kwanza. Ndio. Msikie maneno ambapo hasa hawezi kuambia. Hawezi. Hata ukimwambia usomee hata kubali. Amen. Nakwambia unakufuru roho. Sikiliza. Maneno ambayo pastor wako hawezi kusomea. Jaribu nipelekee uone kama atasoma. Amen. Uone kama atakwambia unakufuru roho. Kwa maana kweli ndio watu watakujua. Amen. Unajitaabisha bure badala wewe uache dhambi. Ndio. Usikie Mungu wako alisema nini? Bila Mungu alisema. Uone kila mahala. Tena sio kwa wakati wako, kwa wakati wa Mungu. Amen. Huyo makanisa unadanganya ati mwaka huu utaona Mungu. Mungu ndiye anajua nani atabarikiwa mwaka huu. Amen. Na hatuwezi barikiwa mara moja zote. Hatuwezi. Yes. Ati nataka watu watakaosimama na huduma hii miezi miwili na kuja watabarikiwa. Huo ndio Mungu wa basa wako. Amen. Hakuna mtu anajua nani
atabarikiwa, nani atabarikiwa? Mungu ndiye anajua nani alihesabu mwezi huu atabarikiwa. Mwezi ujao Mungu ndiye anajua. Kaza sisi ni kukaa kwa ukweli wake. Tungojea wakati wake. Peter anasema humble before the mighty hand of God. He will exalt you at his due time. Sio the due time of the prophet, the due time of God. Amen. Na wakati Abrahamu anaambiwa mwakani utakuwa na mtoto, ilichukua 25 years. Mwakani si kesho. Kweli. Wacha kudanganya pasa wako. Amen. Mwaka ujao si kama ya leo. Mungu achunguziki. Mungu huwa mpendo. Amen. Sikiliza maneno ya Mungu. Ujue ukweli ndio uweze kukombolewa mpendo. Amen. Isaya anasemaje? Isaya 55 kuanzia 1. Ndio. Haya. Kila onaye kiu. Kila ako na kiu. Njooni majini. Akuje majini. Naye asiye na fedha. Mungu anasema hata mwenye hana pesa. Njooni nunueni mule. Kuja mkununue na mkule. Njooni mnunue divai na maziwa. Kuja mnunue vitu vitamu kwa Mungu. Bila fedha, bila pesa na bila gharama. Hata gharama hakuna. Wewe unaambiwa sisi mafuta ni 5,000. Hii ni 200. Kwa nini? Bigger the bottle, the bigger the anointing. Amen. Wewe ni mwanabiashara. Wa kawaida. Amen. Na duniani hakuna anointing oil. Hakuna. Nobody should cheat you. In this world today there is no anointing oil. Amen. Kwa maana hata vile vifaa vitumia utaweza aliko. Aliko. Mtu asikudanganya. Ati ni anointing oil. Uongo huo. Duniani saa hii hakuna anointing oil. Kila kitu ni olive oil. And olive oil is not anointing oil. Amen. Musa aliambiwa chukua kitu fulani changanya na olive oil iwe anointing oil. Kwa hivyo olive oil alone is not anointing. Amen. It's not anointing. Usidanganywe. Na hiyo si chakula. Usidanganywe mpendwa. Usidanganywe. Amen. Na anointing oil ya Musa haikuuzwa. Unapaswa anauza. Ndio hakuna. Chupa kubwa pesa mingi. Bala ya Mungu haikuuzwa. Amen. Tena haikukaa na watu wa vibeti. Hapa sasa hivi wanawake ukibongosha hizo vibeti utakuta mafuta yamejaa ndani. Wamejaza. Wamebeba mafuta ndani. Lakini anointing oil ya Biblia ingekaa kanisani. Ingekaa kwa hekalu. Ndio. Na ilikuwa inatumika sio kutoa mapepo. Ilikuwa inatumika kwa ajili ya wafalme na kuhani na wagonjwa. Lakini si kwa ajili ya kuwati wanapakwa mnagaragara chini. Hakika mimi na hiyo iko na nguvu zingine. Si za mbinguni. Amen. Usidanganye mpendwa. Mungu anakuambia kama unakuwa unasikia uko na kiu, kuja hata bila pesa. Amen. Bila gharama utakula vinono kwa Mungu. Ndio. Usidanganye na mtu. Usidanganye tunaisha pesa fulani. Nunua hiki na kile. Mahali kuna uso vitu ni kubali kumechanganywa. Kumeingia mchanganyiko. Ndio. Anaweza kuwa pesa na kuhubiri ukweli lakini amejichanganya kivyake. Amen. Sasa usipokuwa mwangalifu, Paulo na Petro wanasema wamejiingiza kwa siri. Wanaleta uzushi wa kupoteza. Sasa unasikia naongea ukweli lakini baadaye kuna vitu wanauza. Kwa hiyo anaishi mixed life. Yesu anasema si moto, si baridi. Na kama si moto, si baridi, huyo mtu wa kutupa nje. Jitenge na mtu kama huyo. Unahitaji ukweli wa Biblia. Mungu anakuambia kama unasikia uko na kiu, njoo kwake. Bila gharama yoyote. Na anauliza swali, mstari wa pili. Kwa nini mtoe fedha? Kwa nini mtoe pesa? Kwa ajili ya kitu ambacho si chakula. Kwa kitu ambacho si chakula. Anointing si chakula. Amen. Si chakula. Kama si chakula. Mpaka wengine wanauziwa mchanga. Hakika. Sasa nakuona ati mchanga ni ya Israeli. Mchanga ya Israeli na ya Kenya zinafanana. Amen. Sasa anaenda hapo Mombasa retreat. Anakaa mwezi mzima anakuambia alikuwa Israeli. Na alikuwa hapa Mombasa. Mchanga. Nasema hii mchanga ni Israeli. Kweli. Hii mchanga ukinunua ukitiraya na ya kwenu, mkanza inaisha. Imagine. Kanza ilikuwa liko mchanga. Amen. Sasa ilikuwa liko mchanga. Hakuna. Magonjwa hakuna siku inalala mchanga. Magonjwa yanakaa kwa hewa. Wacha basi hata Biblia haijui. Na kwa maji. Hata Biblia haijui. Magonjwa Mungu anasema Psalms 91 yanaruka kwa hewa. Yanaruka kwa hewa. Kwa hiyo yanakaa kwa hewa. Si kwa mchanga. Lakini wewe unaambiwa ati mchanga wa kwenyu uko na kanza. Mchanga wa kwenyu uko na ulcers. Mchanga wa kwenyu sijui uko na fibroid. Mchanga wa kwenyu. Chibiri mafuta kwenyu. Ichukue hii mchanga uchanganye na kwenyu. Huyo ni mlaghai. Kweli. Huyo ni mtu muongo. Kabisa. Anasema mtumishi wa tumbo. Anatumikia tumbo
mambo yake. Hana haja na ufalme. Na ukifuata mtu kama huyo utakuwa mtu wa kulia kila siku. Amen. Utakuwa captive. Hautaona mema. Ndio. Utakuwa unateseka tu na unaendelea kufikiria ni Mungu. Amen. Leo tunakuletea Mungu. Yes. Tunakuletea Mungu wako. Yes. Usikie kweli. Kwa jina la Yesu. Unahitaji Mungu wako. Amen. Unahitaji neno la kweli. Ndio. Ulijua ile neno la kweli. Yes. Na ulishika ile neno la kweli. Amen. Ushiriki, ufuate neno la kweli. Ndio. Mungu akikuonya kubali. Yes. Akikurekebisha kubali. Ndio. Akikutahadharisha kubali. Ndio. Msingi mkubwa badilika. Yes. Na Mungu anakuambia bila pesa utamuona. Amen. Sio lazima uwe nazo. Ndio. Bila pesa utamuona. Yes. Maana vya Mungu ni vya bure. Yes. Vinahitaji tu utakatifu. Amen. Lakini vya wahubiri wa leo ni vya kununua. Na tena unaambiwa ikiisha ukujie ingine. Maana basi anajua ni uongo amekupea. Amen. Yeye anakuambia ikiisha ukujie ingine. Maana anajua hakuna kitu amekupea, ni uongo. Lakini Yesu alikuwa anasema akituweka huru unakuwa huru kabisa. Amen. Hakuna tukusema nikatumia maji, mume wangu akakuwa mzuri, mwezi mmoja miwili akabadilika. Mpendwa, tafuta Yesu. Amen. Tafuta Yesu. Mkubali Kristo. Ndio. Alafu kufuatisha neno. Follow the word. Neno hili linasema fuata. Jua ukweli wa Biblia, utakuweka huru. Ndio. Na kwa Mungu utakuwa unaingia kwa neno, anakupea kila kitu. Amen. Yani the currency to buy from God is not silver and gold. Yes. It is the word. Word of God. Neno la Mungu. Amen. Ndio currency tunatumia kununua kwa Mungu. Neno tu. Tunakaa kwa neno, tunanunua kwa Mungu wetu. Tunaenda na neno leo na Mungu tunapata kila kitu. Lakini sio pesa. Yes. Ndio maana anasema maneno yangu ikikaa ndani yenu, na nyinyi mkikaa ndani yangu, ombeni. Amen. Kwa hivyo ni neno tunatumia. Tunaenda na neno kwa Mungu. Yes. Kwanza kulitimiza na kulitaja kwa Mungu. Amen. Alafu naye anatutendea. Ndio anamwambia Isaya waambie. Wakuja wakiwa na kiu. Amen. Na anauliza kwa nini mnaharibu pesa yenu? Mnaharibu mpaka mapato. Na mnanunua kitu ambacho si chakula. Mtu wa Mungu usidanganywe mwaka huu. Mwaka huu kataa uongo. Kataa kwa jina la Yesu. Amen. Usikubali kudanganywa. Ndio. Usikubali kuteswa. Kataa uongo mwaka huu. Amen. Kubali ukweli. Kama unaenda kanisa zaoda kanisa ambayo unakaripiwa, unakemewa, unaambiwa makosa yako. Unaambiwa Biblia vile inasema. Na sio mhubiri ambaye anaruka mipaka. Tafuta basi ambaye anafuata mpaka wa Mungu. Amen. Sio mwenye anaruka mpaka. Amen. Akiona hii ni kama inakwaruza anaruka. Anaachana naye. Tafuta ile inaongea mazuri mazuri. Ndio maana wanasema utabarikiwa mjini na mashambani. Amen. Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Lakini Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Mwanamke asivae mavazi ya mwanaume, hiyo pasta hawezi kusomea. Lakini ya baraka mjini na mashambani atakutabiria mpaka usikie kweli. Itakuja kesho. Amen. Lakini wapi? Mawazo ninayokuasia ni mema. Ni mipango niliyo nayo juu yako ni mema, asema Bwana. Mungu anakuasia mema. Mungu anakupangia mema. Hiyo ni Yeremia 29:11. Yeremia 4:30. Mwanamke asipake wanja. Kuchupoliji na kuchupendi. Sasa hiyo hawezi kusomea. Hawezi. Sasa usifuate wachungaji wanaruka mipaka. Amen. Tafuta Biblia mistari ile ya kutafuta pesa. Amen. Tafuta mhubiri ambaye anakuhubiria the whole Bible. Neno la Mungu lote. Vile limeandikwa. Amen. Vile limeandikwa lote. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Kweli. Ati Mungu amesema tuombe mpaka serikali. Hiyo ni Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza na wa pili. Lakini mstari wa 8 na 9. Mwanamke asisuke nywele. Avae mavazi ya heshima. Pasa amesoma hiyo. Hawezi. Anasomea basi wana tu tuombe serikali. Lakini ile kusema mwanamke asivae mavazi kama haya, asistiri. Mhubiri hawezi kusomea hiyo. Anachana na Maria. Hawezi. Asipande uzazi. Kama mwanamke ataokolewa kwa kuzaa kwake. Hiyo kwanza kusomea. Hawezi. Kwanza bibi yake ndiye anapanga uzazi. Amen. Atakusomea sana. Hawezi. Usifuate wachungaji ambao wanaruka mipaka. Amen. Wanaangalia wanaruka wanaenda kwa ile nyingine. Ndio. Tafuta mhubiri ambaye anahubiri neno la Mungu moja kwa moja. Amen. Bali kumeandikwa ni dhambi, anakuambia peupe hapo ni dhambi. Bali kumeandikwa baraka, anakuambia ni baraka. Amen. Lakini si mtu anaruka kwa baraka na anakupinda, anakuambia ndio usipate hizi baraka, toa pesa fulani. Mungu anasema kujeni bure. Kuja bure. Ndio kwa Yesu. Ukuje bure. Amen. Na
lakini cha muhimu amesemaje? Soma hapa Isaya, rudia tena. Kwa nini kutoa pesa zako kwa kitu ambacho si chakula? Amen. Kwa nini walimu mapato yako kitu ambacho hakishibishi? Ndio. Soma tena anasemaje? Na mstari wa pili. Ndio. Kwa nini mtoe fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini mtoe pesa kwa kitu si chakula? Na mapato yenu. Kuna mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha. Kwa kitu kisichoshibisha. Nisikilizeni. Nisikilizeni. Kwa bidii. Kwa bidii. Mle kilicho jema. Mle kilicho chema. Na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Mungu anasema nisikilizeni. Amen. Mtu wa Mungu msikilize Mungu. Kwa bidii. Na Mungu utamsikiliza wapi? Anasema in the beginning there was the word. And the word was with God. Amen. And the word was God. Hallelujah. Kusikiliza Mungu ni kusikia neno. Amen. Na unasikia neno na kama vile ninasema. Amen. Na Yesu ametuambia tukikaa kwa neno tutakuwa wanafunzi kwa jina la Yesu. Na tutajua ukweli na utatuweka huru. Amen. Kwa hiyo mpendo, wacha kupotea. Tuache. Sheria na maongozo maishani, sababu ya kwanza ni kwamba hatutaki kweli. Kweli imepotea. Amen. Ndio maana tunakaa na maombolezo na vilio. Yes. Maana kuna kweli. Lakini Mungu anatuambia tukimsikiliza kwa bidii. Amen. Tutakula kilicho chema. Kweli kabisa. Nafsi zetu zitashiba unono. Amen. Mtu wa Mungu. Yes. Tafuta neno la Mungu. Tafuta. Na usikubali kudanganywa. Usikubali kudanganywa. Ndio. Muonaji ambaye ni wa ukweli. Ni muonaji anaona dhambi yako. Amen. Lakini mwenye anaona mganga wa kwenu, wachana na huyo. Achana. Kwa sababu hata ameona mganga wa uongo. Ni kweli. Hebu soma ya kumalizia tuombe, muda umekwisha. Ndio. Kitabu cha Ezekieli 13. Yes. Mwisho Mungu anasema wanaonanga uganga wa uongo. Yes. Ezekieli 13 soma hiyo tumalize. Tuweze kuondoka. 13 hebu soma mstari wa 4 tu. Ndio tuweze kumaliza. Usikie Mungu anasema kuna watu wanaonanga kuna uganga wa uongo. Kwa hiyo unahitaji muonaji, nabii ambaye atakuonea kosa lako. Mwanamke Msamaria alikutana na nabii Yesu. Yesu hakumwambia ango yako alikufunga. Hakumwambia ni laana ya ukoo inakufuata. Alimwambia umekuwa na wanaume 5. Hata mwenye uko naye si wako. Huyu mama ni msherati. Ndio. Na mama akamwambia you are a prophet. Yes. Na mama alikubali au kukataa? Alikubali na akabadilika. Na akaona ushindi. Tafuta mtu ambaye atakwambia makosa yako. Amen. Atakueleza yeye ni Mungu alikataa. Atakufungulia Biblia. Yes. Ukienda kwa pasta ambaye unamwambia shida zako na akufungulie Biblia, wacha na huyo. Ndio. Unahitaji mhubiri ambaye ukimwambia unapitia hii, anakufungulia Biblia, anakuambia sasa Mungu alisema hivi. Amen. Alikataza hiki. Ndio wewe ujichunguze uone ni wapi hapo umekosea. Ndio urekebisha uone Mungu wako bila kitu. Amen. Lakini kuna watu Mungu anasema wanabii mbaya na kazi yao ni kuona uganga wa uongo. Ni kweli. Soma hiyo tumalize. Kitabu cha Ezekieli 13 kuanzia 1. Ndio. Kisha neno la Bwana likanijia kusema, ndio, mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri. Waambie wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, ole wao manabii wajinga wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote. Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipo ukiwa. Hamukupanda kwenda mahali wapate kusimama vitani katika siku ya Bwana. Darudia 5. Hamukupanda kwenda mahali wapate kusimama vitani katika siku ya Bwana. Hamukupanda kwenda mahali palipopomolewa, wala hamukuitengeneza nyumba ya Israeli boma, wapate kusimama vitani katika siku ya Bwana. Wameona ubatili na watuma na uganga wa uongo. Hao wamesema, Bwana asema. Lakini Bwana hakusema, hakuwatuma. Nao wamewapa watu tumaini ya kuwa neno lile yatatimizwa.
Mungu anasema manabii wengi wanaonanga uganga wa uongo. Amen. Kwa hiyo usimwendee mtu anakuambia naona uganga kweli. Naona sijui kwa hiyo kuna kitu fulani. Tafuta mtu anakuambia ukweli. Na ukweli ni kwamba kuna utakatifu na kuna dhambi. Anakuonyesha hii ni utakatifu na hii ni dhambi. Ndio na wewe ujichunguze. Uone ni wapi nimepitia kwa dhambi. Ili uweze kutubu na kuacha. Ndio usimame kwa utakatifu. Na Mungu ukiwa kwa utakatifu atakusaidia bila pesa. Atakusaidia bila hizi takataka zimejaa kanisani. Wanaziita prophetic tools. Hakuna mtu hubiria alikuwa na prophetic tools. There is only one prophetic tool, the word. Is a tool of prophets, prophecy. Ambayo haiwezi kuona kombo. Lakini zingine ni ukora tu wa watu. Na ni kutafuta pesa tu mpende. Usipotee mtu wa Mungu. Jua ukweli ukombolewe. Jua ukweli Mungu aweke kikomo kwa maombolezo. Jua ukweli Mungu akuondolee uharibifu. Akuondolee uharibifu. Usiendelee kufuata uongo. Simama katika ukweli. Na sisi tumekupea mfano wa ukweli. Hatujakupea ukweli. Tunakuongelesha tu mfano wa ukweli. Vile naona muda wetu umekwisha. Sasa ijayo tutaendelea. Bali ya mambo ambayo yanaleta shida maisha. Ili na wewe ujue. Ndio uendelee kulikipika. Ndio ukae upande ule unafaa. Kwa sababu ya muda wetu ningependa tuweze kufika hapa. Yale umesikia mpenda, weka ndani yako. Yashika na kuwafuatilia. Kaa katika njia za Mungu. Na Mungu naye atakusaidia. Kwa maana ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye uwezo. Usiendelee kupotea. Kaa katika neno la Mungu. Ukiwa na Biblia nyumbani kwako jisomee. Hata kama uelewi wewe soma. Soma tu mpende. Neno la Mungu usisome kulimemorize. Soma kwa sababu ya kutaka kujua. Wewe soma tu. Mungu atakusaidia, utakuja kuelewa mengi baadaye. Usikose kusoma neno la Mungu. Ili ujue ukweli. Maana uongo umejaa duniani. Ukijua ukweli utakuweka huru. Na hakuna siku utapotea. Kwa jina la Yesu. Kama tuweze kuomba kwa ajili ya muda wetu. Ili Mungu aendelee kutawala. Na aendelee kutenda mema. Mimi nakuombea tu Mungu akujalie neema ya kujua ukweli. Na akupe moyo wa kupenda ukweli. Ili ya kwamba mwaka huu usiingie maombolezo. Mwaka huu usiingie katika njia ya uharibifu. Lakini uingie pande ile ya ushindi. Ukamuone Mungu wako na kila alichokupangia. Kwa jina la Yesu Kristo. Maana ulipo tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, umesongea mbele zangu kusema ni asante. Asante kwa neno lako Jehova. Asante kwa wale watu umegusa wakasikiliza. Baba, tunaomba neno lako litie nguvu. Na pia ulipambanue ndani yao. Wakalielewa kuliko vile tumeongea. Na wakapata kukombolewa. Na kufahamu ile kweli ambayo umesema Bwana. Ili wakapata kuona ushindi. Na sina sitakurudia Jehova. Usikubali aliyetusikiliza aendelee kudanganywa. Usaidie akajua ukweli. Ukamuumbie moyo wa kupenda ukweli. Ukampe neema akatafuta ukweli. Na sina sitakurudia Bwana. Saidia kila mtu akajisomee neno lako. Mama sema neno liko na ukweli. Tunaomba neema ya kusoma neno. Ukashukisha neema kwa kila mzee, kila mama, kila kijana. Neema ya kusoma neno ili akatambue kweli yako. Na sina sitakurudia Bwana. Ukawabariki waliotusikiliza. Wainua na kuwatetea. Kama kuna kitu kilikuwa kimewafunga, Baba wamesikia kweli wakawa huru. Wakaona utukufu wako. Na sina sitakurudia Bwana. Baba ukatawala maeneo haya. Ukazidi kuondoa mikasa na mikosi. Ondoa kila roho mbaya. Ondoa kila ngiza Bwana. Kile kinatesa watu wa maeneo haya. Bwana wakiondoe. Tena ukasimame mwenyewe. Ukatenda mema maeneo haya. Bariki wazee, bariki wa mama. Bariki vijana Jehova. Mahali sauti imevika tawala. Tembea ukitenda mema. Baba, mahali kuna vita ondoa. Weka amani kwa ile ndoa. Kwa maana mwenye amani ni wewe. Baba, kuna watu wanafanya biashara. Yesu unawajua vyema. Kawaonekanie na kuwatetea. Kila mwenye hitaji unamjua. Bwana ukamsaidie. Ukamtetee kwa maana wewe Bwana. Mipango ya shetani, ya waganga na wachawi, washirikina liminati, inakemea ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tawala. Na ukatende mema. Na sima sitakurudia. Nasi tunapoondoka Bwana, tuzingire na ukuta wa moto. Tufunike na damu yako. Baba, tunaomba malaika wako wakatuongoze, wakituhifadhi mbele zako. Kila mshale wa shetani na silaha zote tumetumwa Bwana kinyume na ukweli huu, tunarudishia mwenyewe mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ukuu wako ukaonekana, ukatuzingira na tukaona ushindi.
Tenda Bwana. Niletee neno lako. Na ukatetenda sisi Bwana. Kama kunaye ameinuliwa kama Jezebeli wa kuzima ukweli, tunamwita kifo katika jina la Yesu Kristo. Bwana tamalaki. Na ukatenda mema. Unawacha maeneo yako Bwana. Yesu zidi kujitukuza na sifa sikurudia Bwana. Damu yako itufunike na ikanende mema. Wanaotoka mtu mbaya wakakombolewa. Wakaota ndoto za ushindi na sifa sikurudia Bwana. Bwana wanyonga usiku Jehova. Haya maroho mwenye amerusha yamrudie mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza amani yako. Kuanzia kwetu kwenda kwa wasikilizaji. Amani yako ikatawala. Na sifa sikurudia Bwana. Umeinuliwa Jehova na umetukuzwa. Umeabudiwa na umeheshimiwa. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Jesus name. Hallelujah. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama uko na uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. Thank you Jesus. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake ambazo ametukirimia kuwa nazo. Mungu akubariki sana ambao umesikiliza na kutenda mema. Ujualo ni baya usilitende. Kama unapitia shida, vumilia. Usiache kuomba, endelea kuomba.